Baba asubuhi ya leo, na ikiwa ni siku ya kwanza ya juma, watakatifu wako Baba wa rehema uliyewachagua hata kabla ya msingi wa ulimwengu hujawekwa, wamekutanika Baba mahali palipowekwa jina lako, ili wapate kusikia kutoka kwako Bwana. Ikiwa ni Baba wa rehema, siku Baba wa rehema ambayo mkuu wetu wa nchi alitangaza ya kuwa Wakristo tuungane Baba pamoja kwa kuomba kwa ajili ya taifa letu, kwa ajili ya Baba vitisho vya virusi vya corona, watu wanayekufa Baba wa rehema, hata viongozi wanayekufa Bwana. Neno lako Baba liwe Baba wa rehema ni taa inayoangaza Baba katika taifa letu, ikienda Baba kila sehemu yenye giza Baba ya mauti, kupitia Baba wa rehema virusi vya corona, na kupata Baba kufukuzia mbali Baba wa rehema giza ya mabaya bala na nuksi zote ila za adui shetani kinyume na taifa letu. Mungu wetu, katika ibada yetu Bwana, guse taifa letu la Tanzania, gusa Baba viongozi wetu, gusa Baba wa rehema makabila zote Baba wa rehema, uguse Baba wa rehema mikoa yote, na hata Baba wa rehema wilaya zote na vijiji vyote Bwana. Nyosha mkono wako juu ya taifa letu kama ulivyofanya mwaka jana na kutulinda Baba wa rehema. Jina lako likapata kutukuka Baba, jina lako litukuzwe tena, maana wewe ni Mungu wa nafasi ya pili. Inawezekana tukusimama katika nafasi yetu kama Baba wa rehema wa Tanzania. Inawezekana Baba tulionea wengine, inawezekana Baba tulitenda mabaya, maana Baba wewe huwezi kuchangamana na mabaya Baba wa rehema iliyotendwa kitaifa. Tunaomba msamaha wako Jehova Baba, ututakaze kwa damu ya Yesu. Takaza Baba viongozi wetu kuanzia ngazi ya juu Baba rais hadi ngazi ya chini Baba wa rehema. Takaza bunge letu na wabunge wote, mawaziri wote Bwana. Takaza wakuu wa mikoa wote, wakuu wa wilaya Baba wa rehema, hadi Baba wa rehema wale wajumbe wa nyumba 10 Baba, viongozi wote wa kiserikali na viongozi Baba wa kidini Baba, na watu wote Baba. Inawezekana damu ilimwagika isiyokuwa na hatia ama uonevu wa aina yoyote ikawa ni mlango wa adui shetani kupenda na kutaka kuleta vitisho katika taifa letu Baba. Tunasimama mahali palipobomoka tukibaba kataa Bwana maagano na mabaya yote. Jina lako Baba litukuzwe tena, ukitupa nafasi ya pili Bwana, kama unamrejeshea tai ujana wake Bwana. Turejeshee Baba uzima wetu, turejeshee ushindi wetu uliotupa mwaka jana. Jina lako lipate kutukuzwa Bwana, kwa wewe ni mweza wa yote Bwana. Gusa kundi hili Baba wa rehema dogo, wape Baba wa rehema amani na ulinzi wako Bwana, maana usipolinda mji Bwana, walindao wakesha kule Jehova, na ndugu zetu wote Bwana. Usiwasahau Afrika Mashariki, Afrika na dunia yote Bwana. Injili yetu uliyetupa nyakati ya mwisho na ni kufikia Baba mataifa yote, na kuwahubiria habari njema ya ufalme wako Bwana. Na kusimama mbele watakatifu wako Bwana kwa unyenyekevu, nitumie kama chombo chako Bwana, nisiseme yaliyo kwangu Bwana. Na Baba, maneno yatoka kwenye kinywa changu yawe kama Baba wa rehema mishale yaliyotoka kwenye podo la shujaa, si mshale wa kubahatisha, bali iwe ni kama mshale uliyetupwa juu na ikamlenga Ahabu Baba wa rehema. Mshale huo Baba unapotoka uende juu, lenge Baba wa rehema mabaya yupo ndani ya mtu huyu na kupata kuondolewa Baba. Anayejisikia vibaya, kubanwa kifua ama kuumwa kichwa ama Baba dalili za aina yote ya corona ama magonjwa mengine yaliyojificha Baba katika kivuli cha corona, wachawi wanayetumia Baba kinacho trend, wachawi wanashindwa kumuelewa Mungu, na kutokumuelewa Mungu umewafanya watu hao wafanye makosa makubwa sana. Naomba unisikilize kwa muda mfupi, na inawezekana maisha yako yakabadilika. Watakatifu wa Bwana, hii dunia haijaanza leo. Hii dunia unayoiona haijaanza leo. Magonjwa unayoyaona tishia watu hapa duniani, palikuwepo magonjwa yanayetisha kuliko ya sasa hivi. Palikuwepo mabaya kuliko yaliyopo sasa hivi. Ndiyo maana mwana wa mfalme akasema hivi, chini ya mbingu na jua hakuna jambo jipya. Yote hayo unayaona yalishakuwepo na yanapita kama nini? Kama upepo.
nini, paliwahi kuwepo magonjwa ya hatari kuliko hata corona. Corona mtu anakaa nayo muda mrefu. Palikuwa na magonjwa ambayo yanamaliza na mtu sekunde yanapata kuondoka. Lakini je, yako wapi? Tunakumbuka dunia ilikuwa kwenye janga la dengue. Imeenda wapi? Bila shaka ni kwa sababu Ibilisi anataka adhoofishe mpango wa Mungu. Shetani anataka aangamize watu. Ndiyo maana dunia imekaa kwenye hofu kubwa sana sasa hivi. Na hofu hiyo inaletwa na nani? Hofu inaletwa na Ibilisi. Ndio maana watakatifu wa Bwana, tunapoona dunia, unaona watu wanatembea, unaona mawingu, unaona jua inawaka. Watakatifu wa Bwana, si jambo limeanza sasa hivi. Mambo yalianza zamani sana. Lakini kwa sisi tuliookoka, mwongozo wetu inatakiwa iwe ni Biblia. Biblia inataka ituongoze. Na imenipa mshangao mkubwa sana kuona watu wa Mungu wameanza kujitenga na Mungu, wakianza kuaminisha watu nje ya Mungu. Nini? Tayari Ibilisi anafanikiwa kugawa watu wa Mungu. Umeona? Biblia kama ni mwongozo wetu, Biblia inaonyesha kuwa Mungu yupo. Lakini wacha nikwambie, hata kama ungesoma Biblia umejifungia ndani, umezaliwa mahali umekaa hapo hapo, ukutoka nje ukuona jua, ukuona milima, ukuona mito, ukiona maziwa, ukuona nini, ukuona bahari, ukabakia kwenye kachumba, alafu ukafundishwa kujua kusoma, ukasoma Biblia, ukabaki hapo hapo, huwezi kujua ukuu wa Mungu. Usipotoka nje na kutembea, usipoona kwa nini, kwa matendo, huwezi ukajua ukuu wa Mungu. Ukuu wa Mungu si kwenye kusoma peke yake. Watu wengi sana wamekwenda wamesoma theolojia hata miaka 20. Kuna maeneo watu wanasoma zaidi ya miaka 20 wanasoma theolojia. Lakini kusoma theolojia pasipo kuileta kwenye matendo haiwezi kuleta kitu. Ndio maana ukisoma theolojia pasipo kuleta kwenye matendo, unaishia kutumia akili yako. Hutumii nini? Ukuu wa Mungu. Ndio maana nilipokuwa nasoma Biblia, kitabu cha Ayubu, unaposoma kitabu cha Ayubu utasikia maneno magumu sana. Mungu anasema, anamuuliza Ayubu ya kuwa, ewe Ayubu, unalalamika, unaumia sana, ndio, lakini ewe Ayubu, nani aliyeumba bahari? Nani aliyeumba mvua? Nani aliyeumba tembo? Nani anayelisha tembo? Maana chakula anachokula tembo si mchezo. Nani anayelisha tembo? Nani anayelisha wanyama wote? Mungu anajinadi kwake Ayubu, anamwambia matendo yake makuu. Radi, jua. Sasa ili tujue ukuu wa Mungu, kusoma Biblia na kuona katika ulimwengu wa kawaida inahusika. Sasa watakatifu wa Bwana, mwaka jana ugonjwa wa corona tulianza kuisikia mwanzo wa mwaka jana. Tukasikia inatikiza, mwaka juzi tulikuwa tunasikia inatikiza China. Hatimaye tukaanza kusikia sijui Marekani wapi. Baadaye tukasikia ugonjwa umeingia kwetu. Nakumbuka mara ya kwanza alipopimwa mtu aliyetoka nje, akagunduliwa mtu wa kwanza ya kuwa na nini, anayo virusi vya corona. Tulikuwepo, ikatangazwa vizuri sana. Baadaye ikaanza kuingia hofu na ikaenea ugonjwa huo. Lakini dunia ikiwa imechanganyikiwa, ilitokea jambo la ajabu sana. Ajabu ni viongozi wa dini, wachungaji, maaskofu, maparoko, hakuna mtu aliyesimama na kuwasawishi wananchi wote wamtumainie Mungu. Hata washirika wao, watu waliishia kufunga makanisa, kufunga misikiti, kufunga maeneo mengi, na watu wakawa wengi waliondoka wakaenda vijijini. Najua watu wengi sana walioondoka kwenye mji wakaenda vijijini ili wafie vijijini kwao. Lakini Mungu alipomtumia mkuu wa nchi wetu ambao ni rais wetu, bila shaka kwa ujasiri akatangaza ya kuwa tumtegemee Mungu maana
maana Mungu yupo. Sema Mungu yupo. Mungu hawezi kuwepo pasipo wewe kutambua kuwa Mungu yupo. Ndio maana lazima utambue na useme ya kuwa Mungu yupo. Ndio maana rais akasema Mungu yupo na Mungu anaweza mambo yote. Tufanye nini? Tuelekeze mioyo yetu, akili zetu na mawazo yetu kwake Mungu. Na akatangaza ya kuwa tufunge siku 3. Nadhani watu wote walifunga, hata walevi walifunga, hata watu wasiyekuwa na imani walifunga. Kila mtu alifunga kwa umoja wetu wa Tanzania, tukamtumainia Mungu na maajabu yalitokea. Wacha nikwambie, tulipata matokeo mazuri sana kiasi kwamba mataifa mengine yalifungwa wa kufanya kazi. Tuliweza kufanya kazi. Tuliweza kupata ujasiri na kuacha kuvaa hata barakoa. Na hiyo ikaendelea mpaka sasa. Asilimia kubwa utakuta watu wachache sana wanavaa barakoa, lakini watu wengi sana hawavai barakoa. Hii ni kwa sababu ya imani tuliyeaminishwa kwa Mungu na kiongozi wetu, na hatimaye tukajawa na ile imani na ujasiri, tukaamua tusivae barakoa. Tukaanza sasa kutembea, tukaanza kuchangamana, watoto wetu wakarudi mashuleni. Mpata picha. Ingetokea mkuu wetu wa nchi, rais, akakosa ujasiri na asiseme watoto wetu warudi. Wacha nikwambie, kuna nchi zingine ambao watoto hawajaenda shule, wameanza kwenda mwaka huu, lakini pata picha, mwaka mzima unashindwa kusoma. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu eti corona. Umeona? Sasa rais alipofanya vile, tukapata ujasiri mkubwa sana, ikatusaidia sana. Lakini watu wakatoa tamko ya kuwa patatokea tena mara nyingine tena nini, virusi vya corona. Lakini hivi karibuni, tangu mwaka huu ulipoanza, pamekuwa na vitisho vya hapa na pale na vifo vikiongezeka. Watu wanaongea sana, na ashukuriwe Mungu tena amegusa mkuu wa nchi tena, ametuambia tuangalie sehemu ambayo hatujakaa vizuri. Inawezekana kuna maeneo ambayo hatujakaa vizuri, ambayo hakika yake, na sasa turudi tena kwa Mungu ili tupate kuomba. Wenzetu Waislamu walianza siku ya Ijumaa na wale wa Sabato jana na sisi leo. Lakini umeona, nikuulize kitu. Naomba niende na wewe kwenye Biblia ili nikuonyeshe kuwa si ajabu kuona rais ama kiongozi anachukua hatua ya kusimama katika nafasi ya kuwa ni mkuu na kupata kuongoza watu kwa kupeleka kwa Mungu. Unaposema nchi, unatakiwa urudi nyuma mpaka kipindi cha wana wa Israeli. Mungu alitengeneza Israeli iwe ni nchi yake, taifa lake. Mungu anasema ya kuwa nimewatoa wapi? Nimewatoa Misri kwa mkono wa hodari, nikiwabeba kwenye mbawa kama tai, nikawaleta mpaka hapa Misri. Anasema ya kuwa nanyi mkitii neno langu, mkakaa kwenye mapenzi yangu, nami nitakuwa Mungu kwenu, nami nitawafikisha kwenye nchi ya ahadi niliyeahidi baba zenu. Lakini Mungu akawatoa watumwa waliekaa Misri, anawaongoza awapeleke kwenye hatima zao. Mungu yuko tayari tena kututoa kwenye vitisho vilivyopo sasa, kutuongoza na kutupeleka kwenye amani na utele tuliyekuwa nao wa Tanzania baada ya mwaka jana maombi ya kufunga na kuomba, na tena tukaomba tena siku 3 tukimshukuru Mungu kwa matendo aliyetenda. Mungu anafanya Waisraeli wajue ya kuwa amewachagua, amewafanya kuwa taifa lake. Lakini Mungu hakuchagua taifa la Israeli pasipo wale waanzilishi wa taifa la Israeli kumpenda Mungu. Ndio maana Biblia inasema Mungu anapenda wale wampendao na kutafutao kwa bidii, maana hao ndio atakayemuona. Sema Mungu anapenda wampendao na wamtafutao kwa bidii, maana hao ndio atakayemuona. Hakuna
nchi ambao rais wake amtafuti Mungu kwa bidii kwa ajili ya corona, atakayeweza kuona uso wa Mungu, atakayeweza kuona ukuu wa Mungu. Lakini Tanzania na rais wake, rais wa Tanzania, yeye anafanya nini? Ameonyesha kumpendeza Mungu na kumpenda Mungu. Ndio maana na Mungu anakwenda kutupenda kwa kutuondolea mara nyingine hivi vitisho na chembe chembe vinavyojaribu kusababisha imani tuliyokuwa nayo ianze kulega. Hebu sasa tusome kwenye Kutoka 19. Kutoka 19. Mungu anaweza. Tuone tena kama Mungu ataweza tena kama alivyoweza mwaka jana. Hii ni kwa mujibu wa tamko la mkuu wetu wa nchi ya kuwa Wakristo tuungane siku ya Jumapili ya leo ili tupate kuomba, maana Mungu anaweza. Sema Mungu anaweza. Mungu anaweza. Unaweza ukavaa barakoa, unaweza ukanawa mikono, unaweza chukua hatua zote, lakini pasipo Mungu watakatifu wa Bwana huwezi ukawa mzima, huwezi ukakosa kupata virusi vya corona. Hebu nikuulize, mataifa ambayo watu wamefungiwa, hawatembei, wako ndani, wala wasalimiani, wala hawakaribiani, hata kanisani watu hawaendi, wanakufa hawafi, wanapataje corona? Wanapataje corona? Ni kweli watu wengi wananyoshia mkono Tanzania, lakini idadi ya vifo vya Tanzania haijafikia idadi ya vifo vya Uingereza ama Marekani, nchi zilizoendelea sana na zimeweka lockdown. Lakini ibilisi anajaribu kutumia njia ya hofu na mashaka ili watu wachanganyikiwe, ili watu wapate kuangamia. Sema ninakataa. Katika jina la Yesu kuingiziwa hofu. Nakataa hofu. Nakataa hofu na mashaka, maana ibilisi hufanya kazi na hofu. Mimi sitakufa, mimi sitakufa, wale wa Tanzania watakufa. Tutaishi wa Tanzania, tutasimulia tena matendo makuu aliyetenda Mungu Baba, kama alivyotuokoa mwaka jana na mwaka kuokoa. Tutapita katikati ya adui shetani na vitisho vyake na virusi vya corona na magonjwa mengine yote. Ibilisi na wakala wake wanatumia vibaya virusi vya corona ili ionekane kama ni tishio sana, lakini ni wao wanaoleta maafa. Tunakataa ila za adui shetani kupitia corona kuleta vifo kwa jina la Yesu. Neema ya Mungu itamie Tanzania na mikoa yote na wilaya zote na vijiji vyote na makabila zote. Tunafunga mauti na viongozi inayotokea, mauti ya watu wa kawaida tunafunga kwa jina la Yesu na katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Omba kwa bidii, maana inawezekana unaokoa ndugu zetu, inawezekana tunaokoa makabila zetu, tunaokoa wale wananchi wenzetu, inawezekana tukasimama tukaokoa viongozi wetu, maana Mungu hutazama mtu mmoja anayesimama na neno lake ili apate kulitimiza nini? Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni nanyi mtafunguliwa, maana kila bishaye hufunguliwa, kila ambaye hujibiwa, kila tafutaye upata. Lazima tuombe kwa bidii, maana watakatifu Bwana, acha nikwambie, Mungu hajasema kuwa usiombe mimi nitakupa. Mungu hajasema kuwa wewe kaa usinitafute mimi nitakuja, mimi nitakutafuta. Watu wengi hudhani ya kuwa kwa akili zao wanaweza. Hili ndio kitu inayofanya Tanzania iwe tofauti na nchi nyingine. Kwa sababu gani? Hakuna nchi duniani, hata kule alipo Papa, hakuna sehemu ambayo wamefanya maombi na kuaminisha watu wote kwa Mungu. Hakuna nchi ambayo kiongozi wake ameaminisha watu kwa Mungu. Ni nani aliyeaminisha watu kwa Mungu akaibika? Nitakusomea baadhi ya maandiko yanayoonyesha kuwa hata kiongozi wa Israeli wa kipindi baada ya Rehoboam, mwana wa Rehoboam aliyejulikana kama Abia, hakutembea katika njia salama. Bila shaka alikuwa ni mtenda dhambi, lakini katika wakati wa vita alivyoaminisha watu kwa Mungu,
akaongea habari za Mungu katika vita. Ndugu zao wa Israeli wakawazingira. Bila shaka Abia alipata kushinda vile vita, alipata kumshinda yule Yeroboamu, lakini hakushinda kwa sababu alikuwa mema. Alishinda kwa sababu aliaminisha watu kwa Mungu, alielekeza watu kwa Mungu. Tumeelekezwa kwa Mungu. Sema tumeelekezwa kwa Mungu. Tumeelekezwa kwa Mungu. Naye ni mweza wa yote, hata tuacha tuangamie. Maana yeye utazama mtu mmoja anayesimama na neno lake, ili apate kulitimiza. Aitimize neno lake kama alivyoongoza kiongozi wetu, ili tuaminishe kwake, na katika jina la Yesu. Mtu mmoja aseme amen. Unaweza ukasema ya kuwa anayetuaminisha sio mchungaji wala si kuhani, lakini niwache nikwambie, Mungu anatazama mtu mmoja. Si eti ambao ni mchungaji, si eti ambao ni kiongozi wako wa kanisa. Anaangalia mtu mmoja anayesimama na neno lake. Ndio maana akamwangalia Abia. Abia hakuwa mwema, Abia hakuwa mwema, Abia hakuwa mtenda mema, Abia hahesabiwi katika wafalme wa Yuda waliyetenda mema. Lakini kwa kipindi cha mabaya akamtumainia Mungu, akaongea maneno makali sana. Lakini wakati huo yuko kwenye uwanja wa vita, kama tulivyo kwenye uwanja wa vita wa ugonjwa wa corona. Tuko kwenye vita vya uwanja wa corona, lakini kumbuka ya kuwa kinachotuokoa na nini? Mungu ndiye atakayetuokoa, kwa sababu kinachojaribu kupingwa ni mapenzi ya Mungu. Kama corona inaleta sasa kitu kinachoitwa chanjo. Chanjo maana yake huwezi kuingia kwenye nchi nyingine pasipo kuchanjwa. Ndege zingine huwezi kupanda pasipo kuchanjwa. Mimi nataka kwenda kuhubiri injili Israeli, je? Mimi nataka kwenda kuhubiri injili kule Bangkok. Ndege inatakiwa kupanda sijachanjwa. Na sisi watu wa Mungu ni watu wa imani, wanajua kabisa Wakristo kuna baadhi ya watu hawatakubali kuchanjwa kama nchi yetu ilivyo sasa hivi. Ina maana shetani ameshaweka mpaka wa kuzuia wengine wabaki kule kule, wasilete injili yao huku, maana wasije wakabadilisha dunia. Sema tunakataa mpango wa adui shetani na ibilisi ya kujaribu kuzuia injili ya Bwana isipenye na kwenda katika mataifa yote. Injili itapenya, injili itakwenda, tutaipeleka injili, tutakwenda kwa msaada wa Bwana. Ila za adui shetani ya chanjo na kuzuia watu kutokusafiri, tunaiharibu kwa jina la Yesu, tunaiharibu kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na mtu mmoja sema amen. Hili ni vita vya kiroho, amen, si vita vya kimwili, amen, si vita vya kimwili. Hebu tuende sasa tupatie taifa hili dogo inayojulikana kama taifa la Israeli. Inawezekana kuna mataifa makubwa mengi sana, lakini taifa letu la Tanzania inawezekana kuonekana kama taifa dogo kimwili, lakini inawezekana taifa ni dogo kimwili, yani kimauchumi na kimapato, lakini kiroho inawezekana ni kubwa. Ndio maana taifa la Israeli ilikuwa taifa dogo sana, lakini kiroho ilikuwa kubwa kuliko mataifa yote. Taifa letu liwe kubwa kwenye ulimwengu wa kiroho kwa jina la Yesu. Liwe kubwa kwenye ulimwengu wa kiroho kwa jina la Yesu. Liwe kubwa kuliko mataifa yote kwa jina la Yesu. Amen. Wacha nikwambie, sikia maneno Mungu anasema ingawa mlikuwa wachache, ulikuwa taifa dogo, nimekuchagua. Tanzania ilikuwa taifa dogo kama wanavyokuona kiuchumi na kimaendeleo, lakini nimekuchagua sasa, nimekufanya uwe taifa kubwa. Israeli ikachaguliwa ikiwa taifa dogo, lakini ikawa taifa kubwa. Inawezekana wewe ni mdogo sana kiuchumi na kiakili na kimawazo, wanakudharau, lakini wacha nikwambie, Paulo anasema ya kuwa katika unyonge wako ninayo nguvu. Katika unyonge kusulubishwa Yesu anayo nguvu. Ushindi wa Yesu unapatikana katika unyonge wake, katika kusulubishwa kwake. Mimi naamini kabisa kuwa
watu wale hawaioni ulimwengu wa kimwili, wanaona kiroho. Wanayenyoshia Tanzania mkono wanaona kwenye ulimwengu wa kiroho kinachotaka kutokea Tanzania kwenda kupiga mataifa yote, kinachotaka kutokea Tanzania kwenda kukamata mataifa mengine. Injili ya kweli inatoka Tanzania inakwenda kwenye mataifa mengine. Sema haleluya. Haleluya. Ndicho wanachokipinga. Wanasema wewe Mtanzania si utachanjwa, hutaleta injili yako ya kweli huku kwetu. Nasema hivi, mwenye nia mbaya Mungu anasema atapotea. Wenye nia mbaya wote na dunia hutaweza kuwaona baada ya mwaka mmoja. Sema haleluya. Marais wote wanayeleta mabaya na maafa, wanayejaribu kuchochea virusi vya corona ili wafanye biashara zao, ili wainue uchumi wao. Maana wacha nikuulize, barakoa wanataka vitoke kwao, vitu vyote vinavyotumika vitoke kwao. Ili nini? Nyinyi muwe kwenye lockdown msifanye kazi, wao wafanye kazi. Wakishafanya kazi uchumi wao inapanda juu. Ndio maana Mungu anatumia sana rais anavyosema chapa kazi. Sema nitachapa kazi. Nitachapa kazi. Corona itakoma kwa jina la Yesu. Ukimzomea corona anaondoka. Piga kazi utoke na jasho. Kwa nini corona nataka bane watu? Anakubana usipumue. Yaani ukiruka naye kimanga hakuwezi. Haleluya. Fanya kazi. Amen. Ndio maana wanataka watu wakae majumbani wasifanye kazi ili watu wafe wengi. Wewe hujajua ni kinyume nao. Ukiweka lockdown utaki kuonekana nje, utaki kufanya kazi, unakufa unafa. Kubebanwa. Hebu tuende tufuatilie taifa la Israeli, alafu tuunganishe na taifa la Tanzania, Israeli ya kisasa, alafu tupige maombi, tusonge mbele. Sema tunasonga mbele. Lakini shida iko wapi? Tatizo liko kwa watu wa Mungu. Watu wa Mungu wamekataa kutangaza mfungo. Wamekataa kutangaza maombi ya kitaifa. Sasa wanataka kuaminisha watu kwenye madaktari hawawezi bila Mungu. Madaktari bila Mungu hawezi. Mbona Marekani watu wanakufa sana na wanafi vifaa bora? Mbona Uingereza watu wanakufa? Mbona nchi zilizoendelea watu wanakufa mpaka Mchina? Hili si swala la akili na swala la madaktari. Hili ni swala la Mungu. Hata kama unakwenda kwa daktari, piga maombi vizuri sana. Hata kama unatumia dawa, piga maombi vizuri sana. Sema nitapiga maombi kwa jina la Yesu. Sasa mchungaji, mimi sijui kuomba. Wacha nikuambie, unajua kuomba. Kuomba ni kuongea na Mungu. Hakuna anayefundisha mtoto jinsi ya kuongea na mzazi wake. Lazima tuongee na Mungu. Piga magoti ukiwa chumbani kwako, mwambie Mungu ya kuwa ninakataa Watanzania wenzangu kufa, nakataa viongozi wangu kufa, nakataa ndugu zangu kufa, nami nakataa kufa. Ukishakataa kufa, kifo kinaondoka. Mwingine anasema mimi na hali hii ninakufa maana si kifua kimebana toka. Tembea zako. Kifua kinaachia. Hebu twende tuone. Kitabu cha Kutoka sura ya 19. Bila shaka. Kuanzia mstari wa kwanza. Mwezi wa 3 baada ya kutoka Waisraeli katika nchi ya Misri, siku hiyo wakafika jangwa la Sinai. Nao walipokuwa wameondoka Refidim na kufika jangwa la Sinai, wakatua katika lile jangwa. Israeli wakapiga kambi huko wakiukabili mlima. Musa akapanda kwa Mungu, na Bwana akamwambia kutoka mlima ule akisema, utawaambia nyumba ya Yakobo na kuarifu wana wa Israeli maneno haya. Mmeona jinsi nilivyowatendea wa Misri na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai. Umeona jinsi Mungu alivyotupa ukombozi mwaka jana mwezi wa 3. Umeona jinsi Mungu alivyokuwa pamoja nasi tulipokwenda mbele zake kwa maombi ya kufunga na kuomba siku 3 mwaka jana. Umeona jinsi Mungu alivyotuokoa na mauti iliyokuwa inakumba dunia yote.
Umeona jinsi Mungu alivyoinua uchumi wetu pale ambapo tulitii neno lililotoka kwa Mungu, tukaenda mbele zake, tukaamua kutokujifungia ndani, tukafanya kazi kwa bidii. Tulipofanya kazi kwa bidii, hata uchumi wetu ulipanda juu na kufikia uchumi wa kati. Ni kwa sababu tulisikia neno kutoka kwa Mungu kupitia rais ya kuwa tusikae tujifiche, bali tulikabili tatizo. Nini? Twende tukafanye kazi na tumuombe Mungu. Tulipomuomba Mungu alijibu, na hata sasa tunamuomba atajibu. Sema atajibu kwa jina la Yesu. Atajibu kwa jina la Atajibu kwa jina la Yesu. Umeona Mungu anaongea na Musa. Musa alikuwa bado hajamuelewa Mungu sana. Musa alikuwa amekutana na Mungu wapi? Alikutana na Mungu kule kwenye kijiti kilichokuwa kinawaka moto. Baada ya pale Mungu akaanza sasa kuongea na Musa. Mungu anaongea na Musa, lakini Musa bado alikuwa hajamuelewa Mungu vizuri. Lakini baada ya kuwatoa Waisraeli Misri, kuwavusha bahari ya Shamu, kuwatembeza mpaka kuwafikisha katika mlima Sinai, Musa anapanda juu ya mlima na kwenda kumwambia Mungu ya kuwa kazi uliyenituma ya kuwaleta huku jangwani waje wa kuabudu nimekamilisha. Sasa Mungu anajieleza. Mungu anasema ya kuwa ingawa Israeli ilikuwa ni taifa dogo inayodharauliwa, ingawa Tanzania ni taifa inayoweza kudharauliwa, lakini Tanzania peke yake duniani ndio nchi peke yake ambayo mkuu wa nchi anajitokeza na kuaminisha watu kwa Mungu. Hebu nikuulize, aliyeumba dunia na vyote ni nani? Si huyu ambao tunaaminiwa kwake? Ni yeye. Lakini rais wa nchi nyingine anaweza kapinga hilo. Anapinga. Wanasema kwa haiwezekani. Kisichowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu inawezekana. Nasema hivi, ujasiri huu wa rais sio kawaida. Ujasiri wa kiongozi wetu sio kawaida. Ni ujasiri ambao hata wachungaji na maaskofu wanaikosa. Nini? Taifa la Israeli ilikuwa na wakuu wa dini kama ilivyo sasa hivi. Makuhani walikuwepo vizuri sana, Walawi walikuwepo vizuri sana, na nini? Wafalme walikuwepo. Wafalme hawakuwachagua makuhani na kuwatia mafuta, lakini makuhani na manabii waliwatia mafuta wafalme. Lakini kuna wakati Mungu aliacha kuongea na makuhani na wafalme na manabii, akaongea na mfalme. Nitakuonyesha maana kwa nini mfalme asimame aongoze watu kwa Mungu alafu Mungu atende, wakati makuhani hapo. Makuhani wanaweza wakalala, Walawi waliweza kulala, inawezekana wachungaji wamelala, inawezekana mashehe wamelala, inawezekana mababa paroko na maaskofu wamelala, wanapinga. Lakini Mungu akasema na rais. Nasema hivi, Mungu anaweza kusema na mkuu wa watu wake kwa sababu amemweka. Mchungaji unajuaje kama akachaguliwa? Kwani Warumi nasemaje? Kila uongozi unatoka wapi? Ukiona uongozi umefanywa uchaguzi ukachaguliwa, ukapishwa, haijalishi imekuaje, tayari natambulika na nani? Na Mungu. Ndio maana nasema hivi, manabii walikosa kusimama kwenye nafasi, makuhani walikosa kusimama kwa nafasi, Walawi nao walikosa kusimama kwa nafasi, lakini Mungu alitumia wafalme. Mungu alitumia wafalme. Kama watumishi wa Mungu na watu waliookoka hawezi kusimama kwenye nafasi yao, Mungu atatumia mkuu wa nchi. Maana kama yeye anaweza akamtumainia Mungu akaongoza watu kuelekea kwake, Mungu anamtumia mtume. Mungu akutumie kwa jina la Yesu. Mungu akutumie na wewe kwa jina la Yesu. Mungu akupe ujasiri kwa jina la Yesu. Mungu akuokoe kwa damu ya Yesu. Mungu aondoe mabaya yote kwa jina la Yesu. Amen. Hebu tuendelee. Na jinsi nilivyochukua ninyi juu ya mbao za tai, nikawaleta ninyi kwangu mimi. Sasa basi, ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli, ikiwa Watanzania tutamtii sauti ya Mungu. Unaweza ukaona rais anaongea ukadhani ni rais. Maneno yale hawezi kutoka kwenye kinywa cha rais yote. Maneno yale ni ngumu kutoka kwenye kinywa cha mtu. Ni maneno ya imani, ni maneno ya Mungu. Ndio maana ni Mungu mwenyewe ameamua kumtumia tena, kwa sababu wacha nikwambie, kwenye ibada hii ya juzi watu sema
utangaze. Wewe ambayo usimamii taifa kwa Wakristo, huwezi kutangaza wakakusikia, lakini wahusika wale badala ya kutangaza amenyamaza. Mkuu wa nchi, Mungu amemsaidia tena, ametangaza. Ni Mungu si Mungu, ni Mungu si Mungu. Ametuambia inawezekana kuna sema hatujatenda vizuri, ndio maana tumeanza kwa maombi ya msamaha. Tumeombea taifa msamaha, tumeombea viongozi msamaha, maana viongozi ni wanadamu, wao si malaika, ndio maana wanafanya makosa kama watu wengine. Inawezekana makosa ilitokea. Tumepitia changamoto nyingi, tumepitia mpaka uchaguzi. Hatuwezi kusema makosa ya kutokea. Inawezekana makosa yalitokea, lakini amesema inawezekana. Rais akasema inawezekana kuna mahali tumemkosea Mungu, lakini tuombe msamaha. Sema Bwana tusamehe. Bwana tusamehe. Samehe taifa la Tanzania. Samehe viongozi wetu. Samehe watu wote. Usamehe mikoa yote. Usamehe wilaya zote. Usamehe kata na tarafa zote. Samehe vijiji vyote. Usamehe makabila zote. Tusamehe Jehova. Sisi ambao tutakiwa tusimame katika nafasi zetu na tukakosa kusimama kwenye nafasi zetu. Baba, sasa unatutembelea tena kupitia kinywa cha mkuu wa nchi. Jehova, utusikie Baba. Sikia maombi yetu Jehova. Ututenganishe na janga hili tena. Dhihirishia dunia Baba ya kuwa ni wewe uliyetenda. Ujitwalie utukufu tena Baba. Jitwalie utukufu tena Mungu wetu. Usiache taifa la Tanzania liaibike. Usituache tuaibike Baba. Tukiaibika jina lako liaibika. Wasije wakasema kuwa wakajana walisema uongo ya kuwa Mungu amewaponya. Kumbe Mungu akuwaponya. Bwana utuponya. Jitwalie utukufu tena. Utuponye tena Baba Bwana. Utuponye tena wakati huu Bwana. Ulete uponyaji tena Bwana. Uimarishe sauti zinazoongea Baba. Habari ya korona Baba imejaza Baba nchi yetu. Tunafunga habari ya korona kwa jina la Yesu. Korona kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hebu inuka juu. Funga kwa jina la Yesu. Nafunga korona kwa jina la Yesu. Nafunga makano yote kwa jina la Yesu. Nafunga balaa zote kwa jina la Yesu. Yandu na makapa. Rindu kotona kapa. Yaba na baba. Yebe ya baya na machafu yote Bwana. Ewe roho ya korona. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunakumata kwenye anga la Tanzania. Tunakumata kwenye nchi ya Tanzania. Tunakumata kwenye makusanyiko ya Tanzania. Achia Tanzania. Achia Watanzania. Achia viongozi wetu. Achia makabila zote. Achia mipaka yetu. Ya tokoto na kapa. Pili ya tokoto. Yanda baba. Yende bilia na kapa. Nunda makapa na mashapena. Yende bilia na makapa na makama. Endo koto na kapa na makama. Yende bilia na kapa na mashapena. Ya baba baba. Ende bebe. Enda baba baba. Ya baba. Ya baba. Ende bebe. Ya baba. Umetenda. Ya baba. Ya baba. Ya baba. Ya mabaya yote machafu yote katika jina la Bwana. Ya baba baba. Takase Bwana. Takase Bwana. Tuonye baba. Tunaondoa mabaya na machafu yote katika jina la Yesu. Tunaondoa mabaya na machafu yote katika jina la Yesu. Tunaondoa mabaya yote na machafu yote Bwana. Bwana, tazama viongozi wetu wanavyokufa. Bwana, viongozi wetu wanaotakiwa Bwana kufundishwa injili yako Bwana. Tazama Bwana Bwana kabla korona kuwa Bwana viongozi wetu. Ewe ibilisi acha taifa letu. Tunaondoa mabaya hayo na machafu yote katika jina la Yesu. Funga mabaya hayo. Funga utukufu Bwana. Funga Afrika yote katika jina la Yesu. Funga katika jina la Yesu. Tunafunga kwa jina la Yesu. Funga mabaya na machafu yote kwa amani. Tunaondoa mabaya yote katika jina lako takatifu. Tunaondoa machafu yote mabaya yote zaidi na wewe Bwana. Samehe dhambi zote za tafsiri ya Bwana. Samehe Bwana. Watanzania wenzangu watakufa Bwana, viongozi wetu watakufa katika jina la Yesu Bwana. Tunafunga mabaya hayo katika jina lako Bwana. Tunafunga mabaya yote, tunafunga mabaya na machafu yote Bwana. Tunaomba msamaha Bwana katika kila sehemu Bwana. Sawa Bwana, tunafunga mabaya yote
tusamehe Bwana, ambapo tunatenda vizuri, hatukwenda katika njia zako, mfalme wa amani. Tusamehe Bwana, turehemu Bwana, tutakase mfalme wa amani, tufanye kuwa wanaotenda katika jina lako takatifu. Bwana, tunafunga vifo vya viongozi wetu ambao ulioweka wewe, ambao wewe uliwachagua Bwana. Tunawaombea afya njema, tunawaombea kuishi maisha marefu Bwana, wakatutawale kwa hekima na maarifa yako Bwana, katika jina lako takatifu. Naomba na kushukuru Bwana, tukiamini wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Pambana na sisi Bwana, Bwana tuongoze Bwana, pambana na upepo huu wa korona, katika jina la Yesu, 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 katika jina lako takatifu amani. Tunaondoa mabaya yote na machafu yote katika jina lako mtakatifu amani. Tunazidi kutukuza jina lako Bwana, maana kuna wewe aliyekutumainia wewe, naye kabaki kama jinsi alivyo. Bwana, tunaomba Bwana ukasimame na sisi Bwana, ukatuongoze katika jina la Yesu. Tunalitukuza jina lako takatifu. Asante kwa neema yako, asante kwa neema yako mfalme wa amani, asante kwa neema yako Bwana. Tunaondoa mabaya hayo, tunaamini Bwana utatupigania, tunaamini Bwana utatuongoza katika jina la Yesu. Tunaondoa mabaya hayo na machafu hayo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunaondoa mabaya hayo, tunaondoa mabaya, tunaondoa vifo Bwana, vifo vya viongozi wetu, vifo vya katika jina la Yesu, katika jina lako takatifu amani Bwana. Tunatubu Bwana katika mabaya na machafu yote Bwana, kila mahali ambapo tunatenda vizuri Bwana, katika jina lako takatifu. Tunafunga na kusambaratisha upepo huo wa Bwana, upepo huu Bwana wa korona. Bwana, tunaomba msamaha Bwana, tunaomba msamaha Bwana, ukatusamehe mfalme wa amani, ukaturehemu mfalme wa amani, ukatutakase Bwana, ukatakase taifa la Tanzania, ukatakase taifa hili, makusanyiko ya maji Bwana, ukatakase nchi kavu, ukatakase anga, ukatakase Bwana, nchi nzima Bwana, ukatakase mikoa yote na tarafa zote Bwana, katika jina lako Bwana, ukasimame katika jina la Yesu, katika jina lako Bwana, tunasimama kwa niaba ya Tanzania wenzetu, katika jina lako mtakatifu. Tunafunga mabaya hayo katika jina lako mtakatifu, mweza wa yote. Tunaondoa mabaya hayo na machafu hayo katika jina lako mtakatifu Bwana. Simama na maisha yetu, simama katika maisha yetu Bwana, katika jina lako Bwana. Viongozi wetu Bwana, ukapigane nao, ukapokuwa afya njema katika jina la Yesu Kristo Bwana. Mabaya yote, mabaya yote na machafu yote katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina lako Bwana. Tunafunga mabaya hayo katika jina lako mtakatifu Bwana. Tunaondoa mabaya yote katika nchi yetu na Tanzania yote, Afrika yote Bwana. Tunafunga mabaya hayo, Baba, ishara zote Baba ya virusi vya korona katika Baba wa rehema taifa letu, katika jina la Yesu, 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 katika jina lako mtakatifu mweza wa yote. Tunaondoa mabaya yote na machafu yote katika jina lako mtakatifu. Asante kwa neema yako, asante kwa neema yako Bwana. Utasimama katika taifa letu Bwana, hakuna aliyesimama na wewe Bwana akabaki kama alivyo, hakuna aliyeanza na wewe Bwana na Baba mashanda baraba endelea ndapa kama na manama kama na manama kama endelea ndapa kama na manama endelea kama na manama takaza Tanzania kama kwa damu ya Yesu Baba, damu ya Yesu ina neema katika taifa la Tanzania, ina neema katika ardhi ya Tanzania, ina neema katika mazingira ya maji ya Tanzania, ina neema katika anga la Tanzania, ina neema katika maisha ya Tanzania, ina neema Baba katika uchumi wetu, ina neema Baba katika maeneo yote, ina neema Jehova yandokota na kama katika jina la Yesu. Tunafunga kwa jina la Yesu, tunafunga mauti kwa jina la Yesu, tunafunga mauti kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Bwana. Tunafunga Bwana, tunafunga nguvu za wachawi zinazokuwa watu Bwana, kusingilia korona katika jina la Yesu. Asante kwa neema yako, asante kwa neema yako Bwana. Simama na sisi Bwana, simama kama ulivyosimama nasi katika mwaka jana Bwana, simama nasi katika mwaka huu katika jina la Yesu, katika jina lako mtakatifu.
baba endeberia baba enda baba baba endeberia baba enda baba yanda kapanama yanda baba yanda baba endeberia baba yanda baba endeberia nda kapanama endeberia nda kamanama endeberia nda kamanama endeberia nda kamanama yandeberia nda kamanama endokotone kemanama endeberia nda baba kamanama endeberia nda kamanama indokotone kamanama. Hayo Bwana, tunaombea taifa la Tanzania, tunaombea viongozi wetu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante kwa neema yako Bwana, asante kwa neema yako Bwana. Simama Bwana kwa ajili ya taifa hili, simama Bwana kwa ajili ya viongozi wetu, kwa wazazi wetu. Tunafunga vivyo katika ndugu zetu wasife na korona Bwana, ndugu zetu wasife na korona Bwana, korona ikashindwe, korona ikapate mji Bwana, ikaanguke kwa jina la Yesu, ikaanguke kwa jina lako mtakatifu. Asante kwa neema yako Bwana, asante kwa neema yako Bwana. Simama Bwana, simama Bwana na maisha yetu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante kwa neema yako Bwana, 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 mfalme wa amani. Tunakunja mabaya yote, tunakunja mabaya yote, tunakunja machafu yote kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunang'oa Bwana, tunang'oa Bwana, tunang'oa Bwana, tunang'oa kwa jina la Yesu, 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 tunang'oa kwa katika jina la Yesu. Asante kwa neema yako Baba, tutafute tutapata, tumishe tutachukuliwa. Jina lako litukuzwe Bwana, mapenzi yako yatimie Bwana. Na hilo mwanzo mpya katika maisha ya taifa letu. Misingi ya magonjwa, misingi ya mabaya imeandikwa bomani hadi misingi ya korona. Tunaikuja kwa jina la Yesu. Misingi ya korona tunaikuja kwa jina la Yesu. Tunaing'oa kwa damu ya Yesu. Tunaifunga na kuitoa katika taifa letu kwa jina la Yesu. Nasi tunatukuza jina lako Bwana, maana wewe ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Na katika jina la damu wa mwisho na mtu mmoja amen. Amen. Weka makofi pamoja na mikono pamoja kwa jina la Bwana. Naomba kae. Naomba kae. Mungu anaweza. Sema Mungu anaweza. Mungu anaweza. Kila aliyelitia jina la Bwana kwenye Biblia, kila aliyemuomba Mungu katika wakati wa ugumu, Mungu alionekana. Machozi hayo kwa ajili ya taifa letu, Mungu anayaona. Mungu hawezi kunyamaza. Amina. Mungu hawezi kutuacha tukaangamia. Mungu hawezi kuacha ndugu zetu waangamie. Mungu hawezi kuacha jina lake libezwe kama walipoanza kubeza jina lake. Mungu hawezi kunyamaza tena. Mungu atashuka, ashuke tena kama alivyoshuka mwaka jana kwa jina la Yesu. Amen. Kama wewe uko salama, ndugu yako yuko salama, ndio maana omba kwa bidii. Inawezekana mama yako yuko salama, inawezekana babu yako yuko salama. Ndio maana lazima tuombe wote, tuombe kwa ajili ya taifa la Tanzania. Hebu twende. Ulifikia mstari gani? Mstari wa 5. Alizia 6. Sasa basi, ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu. Muone sasa, Mungu huchagua watu kama sisi tulioumbwa wanadamu. Mungu alichagua kuliwa kwetu na Mungu na kutufanya maalum. Haina maana ya kuwa hatuhitaji kusikiliza sauti yake na kuitii. Umeona, Mungu anaambia Musa ya kuwa aliwatoa kwa mkono wa hodari Misri. Aliwabeba kwenye mbawa zake kama tai anavyobeba makinda zake, akawaleta mpaka jangwani, mlima Sinai. Umeona ya kuwa, lakini anawaambia hivi, swala la kuwatoa utumwani Misri na kuwaleta kwake, hiyo ni hatua ya kwanza. Swala la kutuvusha mwaka jana na kutufikisha mwaka huu salama na kufika leo tarehe 21 salama, hiyo ni hatua ya kwanza.
Ni maana ni kana kwamba ametuleta kwake, ametupa nafasi hii ya kuweza kufika kwake. Aliwapa wana wa Israeli nafasi ya kuweza kufika kwake. Ndio maana anasema amewatoa Misri, amewaleta mpaka pale. Ile ni hatua ya kwanza. Ametutoa Misri ambao ni mwaka jana watu wengi wamekufa, na kutuleta leo. Maana sasa ni kana kwamba tumefika mlima Sinai, tumefika kwa Bwana, tumemkaribia Bwana. Lakini hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza kwao ilikuwa ni kutoka Misri kufika pale, lakini Mungu anawapa maagizo. Hakuna baraka za Bwana, hakuna uponyaji wa Mungu pasipo maagizo ya Mungu, hakuna kupokea kutoka kwa Mungu pasipo maagizo yake. Shida ni watu wengi wanadhani ya kuwa baraka za Bwana ni ya njia moja, upande mmoja. Hapana, Mungu anasema ukifanya naye atafanya. Ndio maana umeona sasa anawaambia Waisraeli kupitia Musa ya kuwa kama watakuwa watifu kwako, kama wataitii neno lako na kumtumainia yeye, basi watakuwa cha thamani, watakuwa tunu kwake, watakuwa uzao mteule, watakuwa taifa la kimakwani. Kama kweli tutamtumainia Mungu kupitia neno lililotoka kwa mkuu wa nchi ya kuwa tumtumainie Mungu maana anaweza, tumuombe Mungu maana anaweza, tukakaa kwenye mapenzi yake, tukaendelea kumtumainia Mungu, Tanzania itakuwa moja kati ya nchi zilizo bora. Tanzania itakuwa nchi ilizokuwa salama kuliko nchi zingine duniani. Nini? Tukiendelea kumtii Mungu, tukiendelea kumtumainia, tukiendelea kumwomba Mungu, tukiacha kutenda mabaya. Tuache na mabaya. Shida ni nini? Tusije tukaa tunaomba, lakini baadaye tunauana wenyewe kwa wenyewe, tunatendeana mabaya wenyewe kwa wenyewe. Lazima viongozi waache mabaya, lazima watu wa kawaida waache mabaya, maana Mungu hutenda kazi na usafi. Mungu hutenda kazi na mambo masafi. Nini? Kama tutamtumainia Mungu tunaomba wakati wa mabaya, lakini wakati mwingine hatuishi maisha matakatifu, tunakuwa na uonevu. Uonevu lazima iondoke. Lazima tuthamini wote. Na nini? Mungu atatuthamini. Tunaweza tukaharibu sisi. Ndio maana nasema hivi, Waisraeli walitakiwa kumtumainia Mungu na kuishi maisha matakatifu. Walipopelekwa jangwani Sinai, wakafundishwa mwaka mzima, hatimaye wakaanza safari ya kuelekea wapi? Kanaani. Walipong'oa nanga siku 11 wakafika Kadesh Beori, maana yake mpaka wa Kanaani na lile jangwa la Sini. Walipofika kwenye mpaka, Musa akaweka kambi na wana wa Israeli, akachagua wapelelezi 12 akawatuma Kanaani. Walipokwenda Kanaani wakaipeleleza nchi ndani ya siku 40, wakabeba na matunda, wakabeba na mema ya nchi, wakarudi nayo. Lakini wakaona wale watu wamefili, wakaona wale watu wale majitu, wakarudi. Lakini mioni mwao anasema sisi si kama mapanzi. Wakajiona kama mapanzi. Kuna mataifa ambao wamejiona kama mapanzi mbele ya nini? Mbele ya majitu corona. Wamejiona kama panzi. Ukishaona kama panzi, Mungu hawezi kutumia panzi. Ukishajiona kama panzi, Mungu hawezi kutumia mapanzi. Ukishajiona kama shujaa, Mungu anatumia shujaa. Tanzania iwe shujaa kwa jina la Yesu. Tanzania iwe shujaa kwa jina la Yesu. Yaani wakajiona kama mapanzi mbele ya wale wanefili. Wakajisahau yule Mungu aliyewapa agizo, aliyewatoa jangwani, aliyewatembeza kutoka Misri, aliyefanya nao agano, aliyewaambia kuwa watakuwa tunu kwake. Walikuwa na kila sababu ya kuwa tunu, lakini kwa kuishi maisha matakatifu yanayempendeza Mungu. Kipengele hicho ni muhimu sana kwenye taifa letu. Lazima haki iinue taifa. Sema amina. Amen. Lazima tuishi maisha matakatifu. Maana Biblia inasema kila anayetaja jina la Bwana afanye nini? Aache uovu. Lazima viongozi waache uovu. Lazima wananchi wa kawaida waache uovu. Lazima viongozi wa ngazi ya chini waache nini? Uovu. Maana panapokuwa na uovu, bila shaka ukuu na utukufu wa Mungu unakosa kutenda kazi. Mungu hawezi kuchangamana na mabaya. Inawezekana Mungu alituponya, lakini je, tumeishi maisha matakatifu? Je, tumetenda haki kwa watu wote? Lazima tutende haki kwa wote. Na kila aliyetaja jina la Bwana lazima aache nini? Uovu. Awe ni askofu, awe ni mkuu, awe ni
mabaya. Maana shetani ukitumia mali zake, shetani moja kwa moja umetengeneza mlango isije ikawa tumeharibu wenyewe. Lakini maana tumeomba msamaha na tunaendelea kuomba msamaha, Mungu aturehemu. Mungu aibariki Tanzania. Mungu aibariki Tanzania na watu wake. Mungu aondoe ugonjwa wa corona kwa jina la Yesu. Mungu atupe uzima kwa jina la Yesu. Amen. Mwambie mwenzako, ishi maisha matakatifu yanayempendeza Mungu. Mungu atendi kazi na watenda dhambi. Hii ni shida. Amen. Hii ndio shida. Wanaita jina la Mungu, inawezekana anasema uongo. Kama ni paroko aseme ukweli, kama ni askofu aseme ukweli, kama ni mchungaji aseme ukweli, kama ni mkuu aseme ukweli, kama ni mwananchi kawaida aseme ukweli. Maana katika korona tunaunganisha kwenye maombi, lakini lazima na mabaya tuache kufanya nini? Tuache kufanya. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Waisraeli wanaanza na Mungu. Mungu anawachagua. Mungu anawekea masharti. Mungu huweka masharti. Masharti Mungu aliyeweka hata kwetu sisi unayemtumainia yeye ni kuishi maisha matakatifu, kutenda mema, kupenda wenzetu kama tunavyojipenda. Kama tunaweza tukasema tunampenda Mungu ndio tusiyemuona alafu hatupendi wenzetu, maana yake Mungu anaweza akatuchoka. Mungu asituchoke kwa sababu ya sisi kutokupenda wengine. Lazima tujione wote tuko sawa wa Tanzania. Lazima aliyopo chini na kwenye uongozi waonekane wako sawa mbele za Mungu. Ndio maana tunapokwenda mbele za Mungu, siendi kwa sababu mimi ni bishop. Ninavyoenda mbele yake ndivyo na mshirika wa kawaida, ndivyo na mlevi anakwenda mbele yake. Mungu ni wa wote. Ndio maana anawanyeshea wote mvua, anawaangazia wote jua. Hachagui mashamba ya wachungaji na maaskofu awanyeshee mvua na ya waganga zinyeshe. Mungu ananyeshea mvua mashamba ya watu wote. Sema asante Mungu. Asante Mungu. Watakatifu Bwana, hayo lazima yasemwe. Si habari ya maombi tu. Na haki iinue taifa. Sema amina. Amen. Haki iinue taifa. Sema amina. Amen. Wote watendewe haki kwa jina la Yesu. Watakatifu wa Bwana, tunaweza tukamwomba Mungu akatujibu. Shida si kupata, shida ni kutunza. Je, tulitunza yale Mungu aliyetupa mwaka jana? Ushindi kwenye corona aliyetupa tulitunza? Hili ni swala viongozi wa dini na kitaifa wajiulize. Wasiwe mstari wa mbele kusema habari ya nini? Habari ya tuende mbele za Mungu lakini hatutengenezi. Mungu anakwenda kutujibu, lakini lazima tutunze kile ambacho tunakwenda kupokea kutoka kwa Mungu. Maana vinginevyo uponyaji wetu hawezi kudumu. Watu wengi wamepona nyumbani mwa Bwana, wakitoka nje kafanya uzinzi. Je, kuna uponyaji hapo unaendelea? Katoka nje kamuonea mtu mwingine, kuna uponyaji hapo? Hii inaweza kawa ni chanzo cha mabaya yanayotutesa. Maana Mungu akisema ndio, huwa anabadilika, anasema hapana. Mungu akimponya mtu anaponya. Mungu aliyeponya Tanzania, Tanzania imepona. Sema amina. Mungu aliyetuponya mwaka jana ametuponya. Sema amina. Sema kwa kupigwa kwake sisi tulishaponywa. Hatuponywi leo hii, tuliponywa mwaka jana na virusi vya corona. Sema haleluya. Huwezi kutenda mabaya alafu kadhani virusi vya corona itakuacha. Virusi vya corona mapepo. Ukitenda mabaya umeomba mamlaka. Mbona wengine wanaombewa wanapona? Tuishi maisha yanayompendeza Mungu. Nyakati tulipo nyakati za hatari, ni nyakati za mwisho. Amina. Tunaongea habari ya corona. Je, ilitangazwaje? Kurudi kwa Yesu unavyokaribia. Je, vita, magonjwa yasiyoeleweka je? Mbona tuangalie habari ya kurudi kwa Yesu? Haya yote ni dalili za kukaribia kurudi kwa Yesu. Ndio maana wakina corona wana corona watu. Wanajua saa imekuwa ndogo, saa imekuwa fupi. Mwanakondoo anakaribia kurudi. Sema mwanakondoo rejea. Mwanakondoo rejea. Atarejea kabla hatujahubiri habari njema katika mataifa yote. Ni sharti habari njema ihubiriwe katika mataifa yote. Ndipo mwisho utafanya nini? Mwisho utafika. Mwisho ifike baada ya kuhubiri habari njema katika mataifa yote kwa jina la Yesu. Sasa watakatifu Bwana, wale wapelelezi waliyepeleleza nchi siku 40 wakarejea. Wakarejea na shangwe, wakaleta mema ya nchi.
Kama tulivyofurahi mwaka jana, tulirukaruka tukapata ushindi, uchumi wetu ukapaa ukaenda kwenye nini? Uchumi wa kati. Umeona? Kila mtu alituonea wivu kutoka kwenye mataifa mengine. Lakini watakatifu wa Bwana, shetani uchokonoa watu. Shetani ujaribu kuingiza dhambi ndani ya maisha ya watu ili apate kuharibu kile ambacho watu wamekipata. Unapopata miujiza, unahitaji kutunza miujiza. Mungu anavyotuepusha na ugonjwa wa corona, lazima tutunze miujiza Mungu aliyetupa. Lazima tuishi maisha matakatifu. Kinachozuia kufanya hata corona awe na nguvu ni nini? Ni dhambi. Ni mabaya. Na mabaya inayohusu nchi na husu mpaka wakuu wa dini. Mpaka wakuu wa dini wasiosimama kwenye nafasi zao. Lazima sisi wenye ushawishi wa wakuu wa dini tuongee ukweli. Tusifanye nini? Tusiwang'ate watu kwa nyuma. Tusiwe watu wanayesema watu kwa mafumbo. Mweleze mtu ukweli. Haleluya. Nimetenda mabaya, nieleze ukweli. Usiongee nyuma. Kama ni mkuu wa dini, nenda kaongee na kiongozi wote, mweleze ukweli. Mpe ujumbe. Inaweza ikawa chungu lakini ikaokoa nchi. Wakina Isaya wanasema ukweli mpaka wanakatwa na msumeno na Manase. Ni ukweli. Lakini wapo wakina Isaya. Ukisoma kwenye Isaya 57 utachoka. Mungu anaita manabii wake maumbwa wanayebweka, lakini wavivu. Hakuna wanachokifanya. Tusibweke tukaa kama umbwa. Kama Biblia inavyosema kwenye Isaya 57. Tukabweka, tukawa wavivu pasipo kusimamia ukweli. Watu wa dini tusimamie ukweli. Viongozi wa juu hawafikii watu hao wa chini. Watu wa chini sisi ndio tunakaa nao ambao ni watumishi wa Mungu. Tuane upepo. Shida iko wapi? Isije ikawa sisi ndio tunasababisha mabaya. Lazima tuishi maisha matakatifu wa Tanzania kwa jina la Yesu. Lazima tukae kwenye mapenzi ya Mungu kwa jina la Yesu. Mungu ni mtakatifu, naye anayemwendea lazima awe mtakatifu. Ndio maana lazima ujue kwa maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele za nani? Mbele za nani? Hata sasa hivi tukiomba pasipo kujinyenyekesha na kukaa kwenye mapenzi yake na kuwasamehe waliotutendea mabaya, kinachotafuna watu ni hii habari ya msamaha. Mungu anasema hivi. Sala Baba yetu wa mbinguni kila mtu anaijua. Unaipata kwenye Mathayo sura ya 6. Na unapata kwenye Luka sura ya 11. Yesu wanafunzi wake wanamwambia, "Ebu Bwana tufundishe kusali kama wanafunzi wa Yohana Mbatizaji alivyofundisha kusali." Yesu anafundisha sala Baba yetu wa mbinguni. Hii sala ndio sala watu wanaomba wote duniani. Mimi ndio maombi niliyojua kuomba tangu nikiwa mdogo. Hata tukiwa shuleni tulikuwa tunaombeshwa masala ya nini? Ya Baba mbinguni. Sala hiyo imebeba mambo muhimu. Jambo la 5. Mungu atakusamehe jinsi unavyosamehe wengine. Kipimo cha msamaha unayepimia mwingine ndio Mungu atakaye kusamehe. Ndio maana lazima viongozi wa dini wajifunze kusamehe wengine. Lazima viongozi wa nchi wajifunze kusamehe wengine. Kama tuwezi kusamehe waliyotutendea mabaya, tunakwenda mbele za Mungu tunafanya kazi ya bure. Lazima kipimo kile tunachopimia wengine juu ya msamaha tujue ndio Mungu anatupimia sisi. Mungu atusamehe kwa kutokusamehe wengine kwa jina la Yesu. Amen. Mungu asamehe viongozi wetu kwa kutokusamehe wengine kwa jina la Yesu. Amen. Mungu asamehe viongozi wa dini kwa kutokusamehe wengine kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akusamehe wewe kwa kutokusamehe wengine kwa jina la Yesu. Na Mungu asamehe wengine walioshinda kukusamehe wewe kwa jina la Yesu. Amen. Hiyo inapiga watu chenga. Kipengele cha msamaha, kupendana. Usipende mtu kwa sababu ya maslahi yako. Lazima hii viongozi washike. Wasipendane kwa itikadi zao. Haleluya. Lazima viongozi wa dini na viongozi wa kitaifa wapendane, kwa sababu umepewa dhamana na Mungu ya kuwa kiongozi wa watu wake. Hata kama ni ngazi ya chini ya nyumba 10, lazima uwe na upendo wa kweli. Si eti unapoteza haki. Maana Mungu ni wa haki, asiyeacha kumhukumu anayestahili kufanya nini? Kuhukumiwa. Je, haki inatendeka kwenye maeneo yote kuanzia mahakama na kuendelea?
Mtu wa ngazi ya chini asiyekuwa na uwezo wa kumweka wakili, je, anapata haki yake kwenye mahakama maeneo mengine? So lazima maeneo yote yakae vizuri. Amen. Si mtu amenyang'anywa kiwanja chake kwa sababu ya mjumbe wa nyumba 10 amekula kitu. Haleluya. Lazima haki anzie chini. Tusitake haki kwa wale wa juu, kwa sababu wanaekaa mtaani sio wakuu wale. Uongozi unaanzia chini. Kama uongozi wa chini hautendi haki, hii inatafuna taifa, inakatafuna taifa. Tuangalie tu kuomba kwa ajili ya corona. Tuangalie na mienendo yetu, tabia zetu, kuanzia viongozi wa dini mpaka viongozi wa kitaifa. Sema haleluya. Haleluya. Lazima tuishi maisha matakatifu kwa jina la Yesu. Amen. Lazima wewe kwanza upende jirani yako kwa jina la Yesu. Amen. Lazima msamehe yule ndugu yako aliyekutendea mabaya kwa jina la Yesu. Amen. Tusipokanya, unatenda dhambi tu, unatenda mabaya. Unadhani corona atakuacha? Hawezi kukuacha, maana yeye ni shetani. Nyumba yako kama inapanya, ukitaka nyumba yako sione wale inzi, umeweka sumu, panya amekufa, mtoe mapema kabla hajaanza kunuka. Akishaanza kunuka tu, hata kama hauna choo cha shimo, hutajua inzi wametokea wapi. Hutajua nani kawapigia simu ili wafanye safari zao kutoka kilomita 1 waje kwako. Nani anayewapigia wale simu? Mwinzi wale wachoni kwako, una choo cha shimo. Lakini wanajua hakuna wataalamu maarufu kama nini, kama inzi. Hakuna wataalamu wa kupenya na kujua dhambi kama shetani. Hakuna atakayemwambia shetani bwana katenda dhambi, usipoomba msamaha atakuja. Hakuna anayeambia wale inzi ya kwa bwana kana kapanya kamefanya nini, kamekata roho na kameanza kunuka. Si eti wale inzi wanakaa karibu na nyumba yako wanasikia harufu. Hapana, hawakai karibu, lakini taarifa zinafikaje? Mimi nahisi wanatuangana simu. Mimi nahisi kama wanapelekeana ujumbe. Wanajuaje? Wale tai wanakusanyana sema ambayo amekufa mnyama. Pana mzoga, unaona tai wengi. Wacha nikuambie, dunia kuna muunganiko. Inzi wanayo muunganiko, tai wanayo muunganiko. Kama kuna kitu mahali chakula, utaona kunguru wote. Kunguru wana mlio wa kuita kunguru wenzao. Kuna mlio wa hatari. Kuna mlio wa kupiga panda kwa kuna chakula, kuna mema ya nchi wanakaribia. Na mainzi wako hivyo hivyo. Na mashetani pia wako hivyo hivyo. Mashetani watakushambulia, haijalishi ni wa ndugu zako ama si ndugu zako. Mashetani ukifanya dhambi tu, wewe ni halali yao. Yaani nyumba yako ikiwa na harufu mbaya tu, ni halali ya mainzi yanayetoka mpaka kwa majirani, watafika kwako. Sema haleluya. Sasa watakatifu wa Bwana, hebu tuone sasa Israeli wanapata taarifa gani? Taarifa inaweza ikaleta mabadiliko mema ama mbaya. Wanakuja wapelelezi 12. Walichokibeba ilikuwa ni ushuhuda ya kuwa ile nchi ilikuwa ni nchi ya mema, nchi inayezaa sana. Walibeba matunda mengine ambayo walikuwa hawajaona. Wamebeba matunda, wamefika, watu hawajaanza kula matunda, wakasema bwana, ile nchi tuliyowakuta kule ni majitu, manefili. Sisi tukijipima nao ni mapanzi, tuwakana kao kama mapanzi. Watu walivyosikia taarifa hizo, usiku kucha watu walilia wakisema, Musa, unakwenda kutupeleka ili tufe. Inawezekana taarifa kutoka kwa mkuu wa nchi ya kuwa tuombe kwa ajili ya jambo hili. Wengine wakaipuza, wengine wakaiona kama nini, kama taarifa ya wale wapelelezi ambao walileta majonzi katika Israeli. Usiku kucha
wakapata kulia Waisraeli mpaka asubuhi ya kuwa Musa anakwenda kuangamiza. Nasema hivi, taarifa ya tuombe tumtumainie Mungu si taarifa ya kutuua, ni taarifa ya kutuokoa kwa jina la Yesu. Ni taarifa ya kutupeleka kwa Mungu kwa jina la Yesu. Ni taarifa ya kuokoa nchi kwa damu ya Yesu. Akapatikana watu wawili, Caleb na Yoshua. Wakasema ya kuwa jameni, tunaye Mungu wa kweli. Wale watu watakuwa chai ya asubuhi, hawatakuwa chakula cha mchana. Nasema hivi, korona awe chai ya asubuhi kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Korona asiwe mlo mkuu kwa jina la Yesu. Korona awe ni chai ya rangi ya asubuhi kwa jina la Yesu. Amen. Wakajaribu kutia watu moyo. Wale wapelelezi 10 walipoona wanataka kuzidiwa, wakasawishi watu, wakabeba mawe, wanataka kuwaua hao watu. Shetani angependa sana aliyebeba habari njema amuangamize, anayebeba ukweli aangamizwe. Ndio maana umeona watu wengi sana wananyoshia rais mkono, wanakwenda kinyume naye kwa sababu ya taarifa ya kuokoa. Ndio maana wakuu wa nchi zingine wanachukia rais. Kwa sababu gani? Taarifa aliyebeba ni ya ukweli, lakini mashetani aliyepo ndani ya wale maraisi hawataki Watanzania waishi. Maana nini? Watu wao wanakufa. Unajuaje kama umeuza nafsi ya watu wao? Walitaka kuoa Caleb na Yoshua kwa sababu ya habari njema waliyeleta. Inawezekana ikapuzwa neno hili jema iliyotoka kwa mkuu wa nchi ya kuwa tuombe. Neno hilo limetoka kwa Mungu. Neno hilo ni la maana. Usifanye jambo lolote pasipo kuomba. Mimi ni mtu nayeombea watu kila siku, ndio maana nasema hivi. Maombi yanaleta matokeo mazuri 1,000,000 kwa jina la Yesu. Maombi yanaleta matokeo mazuri 1,000,000 kwa jina la Yesu. Amen. Kuna watu waliokwenda hospitalini pasipo kuombewa, walipata pressure kwa sababu ya majibu aliyepata, wakafa. Wewe uliyeombewa, unapokwenda kwenye vipimo, umeshafanyiwa counseling. Ukipata majibu ya kuwa ninayo corona, sasa hivi ukimwambia Mtanzania na corona anatizika. Hatishiki. Wewe mwambie Mkenya ama Muganda ya kuwa na corona, anakufa anazikwa hata kabla ya kifo chake. Mwambie Marekani ama nchi nyingine ya kuwa na corona, lakini Mtanzania akiwa na corona sasa hivi anadunda dundi. Mimi nakutana na wengi sana. Mungu abariki taifa letu kwa jina la Yesu. Mungu abariki rais wetu kwa jina la Yesu. Mungu abariki viongozi wetu kwa jina la Yesu. Hebu sasa, watakatifu wa Bwana, taarifa zile zilikuwa aina mbili. Kuna taarifa mbili sasa hivi kwenye taifa letu. Taarifa ya kuwa Mungu anaponya virusi vya corona, na taarifa ya kuwa hakika yake tuchukue hatua, tuvae mabarakoa, tusidanganyike. Taarifa ziko mbili. Taarifa inayotoka kwenye kinywa cha Yoshua na Kalebu, na taarifa inayotoka kwenye wapelelezi wengine. Taarifa inayotoka kwenye rais wetu kuhusu ya kuwa Mungu anaweza, na taarifa inayotoka kwenye vinywa vya wengi eti madaktari wanaweza. Madaktari hawawezi, watakatifu wa Bwana. Mungu anaweza kwa jina la Yesu. Mungu anaweza kwa jina la Yesu. Ingawa tumemrudia Mungu, tumeomba msamaha na atuonyeshe maeneo ambayo tuliweza kukosea mpaka mabaya kataa kutupata. Sema haleluya. Sema asante Bwana kwa kutusamea maovu yote na kutuponya na corona katika jina la Yesu. Watu wote sema amen. Watakatifu Bwana, taifa la Israeli, baada wale wapelelezi kuleta taarifa hizo, wale watu wakamwambia Musa ya kuwa umetuleta ili tuwe, umetuleta ili tuangamie. Bila shaka wakanong'onika sana na kilichofuata. Mungu akamwambia Musa, siwezi kubebana na mkutano huu unayenong'onika. Mungu abebani na mkutano unayenong'onika juu ya virusi vya corona. Mungu anabebana na mkutano unayemtumainia yeye na kuambia wengine kuwa kwa msaada wa Mungu Tanzania itaishi kwa jina la Yesu. Kwa msaada wa Mungu wa Tanzania watakuwepo kwa jina la Yesu. Kwa msaada wa Mungu duniani corona itaondoka kwa jina la Yesu. Amen. Mungu hawezi kuacha watu wafe wote. Tahubiria kina nani? Hebu kinachonishangaza kuwa
kifo cha watu wengi kwenye corona inafurahisha marais wengine. Inawafurahisha. Inawafurahisha kwa sababu wana agenda zao. Taifa letu alipo kwenye madeni ya corona, haleluya. Mataifa mengine wameshapokea madeni leukuki kwa sababu ya corona. Mzungu anajua wakati wa Afrika kutawala umefika. Ukisoma kwenye kitabu cha Isaya sura ya 17 na 18. Isaya alikuwa miaka 700 kabla ya Yesu Kristo. Isaya aliona kuwa nyakati za mwisho Misri inayowakilisha Afrika, maana yake Afrika itakuwa namba 1. Ashuru itakuwa namba 2. Israeli itakuwa namba 3. Lakini wazungu wanajua kabisa kama kuna wanayetishia wazungu amani ni wa Afrika. Wazungu wamechukua Waafrika wenye akili na hekima, wamewaweka kwenye maeneo nyeti, wanafanya kazi. Hebu nikuulize, Waafrika wanaweza? Waafrika kwenye mataifa mengine, Waafrika wako kwenye uongozi. Waafrika wamejaa Marekani. Marekani watu wengi na wanayetenda mambo makubwa ni wa Marekani wa Afrika. Haleluya. Wanatenda matendo makuu. Mwafrika si mtu wa kawaida. Angalia ngozi yako, hebu tazama, sema asante Baba kwa ajili ya ngozi yangu. Asante Baba kwa ajili ya ngozi yangu. Umenipa ngozi inayoweza kuvumilia mabaya yote. Asante kwa ngozi yangu Baba. Hii ngozi umenipa Bwana, umenipa upendeleo Baba kwa ajili ya ngozi yangu, kwa ajili ya mwili wangu Baba. Wengine hawana mwili huu uliyetupa Baba, wana mwili tofauti nasi Bwana, ndio maana wanatuonea wivu, lakini wasamehe Baba, na wao uwalinde Baba na mabaya katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Ukitaka kuona ukuu wa Mungu, angalia ngozi yako. Unaweza ukatembea kwenye jua miaka yote pauke. Mzungu akitembea kwenye jua utamuonea huruma. Mzungu aking'atwa na umbu utamuonea huruma. Wewe unang'atwa na umbu mwenyewe, mdomo wako unapinda mpaka nakufa. Ngozi imara si imara? Sema asante Bwana kwa ajili ya ngozi uliyonipa. Mzungu hapatani na mbu. Mzungu hapatani na corona. Haleluya. Hasa wanataka walazimishe kitu kisichowezekana. Kabla ya corona, wazungu na wachina walikuwa akipata mafua anapelekwa ICU. Na dalili zote za corona ni dalili ambazo zimekwepo. Watu wamekuwa wanabanwa kifua hata nini. Pneumonia ilikuwepo kabla ya corona. Kuumwa kichwa kilikuwepo. Kikohozi kilikuwepo. Mafua je? Hebu nionyeshe dalili ambayo mpya ambao corona ameleta ambayo haikuwepo. Corona si mpya bwana, corona hana lolote. Kwanza amedandia mambo mengine na magonjwa mengine. Mimi naona huyu corona ni muongo. Kachukua malaria kidogo, kachukua HIV kidogo, kachukua na vidonda vya tumbo kidogo. Maana si ndivyo alivyo virusi vya ukimwi? Na yesi bwana virusi vya ukimwi ile ina maana inakusanya magonjwa yote. Magonjwa yanashambulia mwili wako. Hata huyu bwana corona, mimi nahisi amechukua malaria kidogo, amechukua UTI kidogo, amechukua sijui nini kidogo, amechukua sijui yaani anachukua kidogo. Halafu naambiwa bwana corona, kumbe ni malaria naye kusumbua. Pokea mamlaka ya kupenya kwenye kuumwa kichwa kwa jina la Yesu. Pokea mamlaka ya kupenya kwenye kikohozi kwa jina la Yesu. Pokea mamlaka ya kufua chako kufunguliwa kwa jina la Yesu. Pokea mamlaka ya kuweza kupita katikati ya ishara zote ya mabaya kwa jina la Yesu. Amen. Watakatifu Bwana, taarifa ilifanya wana wa Israeli wakamkosa Mungu, na Mungu akamwambia Musa hawezi kuchukuliana na umati huo ambayo unanung'unika. Kama kuna kitu kibaya ni kunung'unika. Watakatifu Bwana, kama kuna jambo baya tuseme, tuhubiri ukweli, tuongee ukweli. Anayesikiliza kama ni ukweli atajua ni ukweli, kama ni wakuchukua atachukua, ataweka kwenye matumizi. Asipochukua bado itamhukumu nafsi yake. Ndio maana Mungu akamwambia Musa kuwa wamepeleleza nchi ya Kanaani siku 40. Kila siku itakuwa ni mwaka.
watazunguka jangwa hili miaka 40. Tusizunguke jangwa la kutokufanikiwa miaka 40 tena. Tumeshafikia mafanikio ya kiuchumi, mafanikio ya kimaendeleo. Ni kuingia kwenye nchi ya ahadi. Waliyekuwa na walalamikia huo Musa, wake zetu na watoto wetu watakufa, Mungu akawaambia, nyinyi ndio mnakufa, watoto na wake zenu wataingia. Kipengele cha wanawake, umeshaka kujiuliza kwa mama aje? Watoto wetu na wake zetu watafanya nini? Watakufa. Mungu akasema, nyinyi mlieona nini? Mlieona hofu ndio mtakufa. Anayeona hofu kwa corona, anayevaa na vitu, huyo ndiye anayekufa. Lakini jasiri kama simba anayechanja mbuga na penye, aende kwa jina la Yesu. Jasiri asiogopa mtu kupiga chafya pembeni mwako. Piga chafya kama una chafya kwa jina la Yesu. Kama una banja kwa jina la Yesu. Kama unasikia kifua, piga kifua na ifunguke kwa jina la Yesu. Amen. Usiogope. Usiogope. Hofu inaua watu wengi. Mungu aliwakataa wana wa Israeli. Kama mwaka jana Mungu alituponya na kuna kitu ilileta mabaya, tumeomba msamaha, tuendelee kuomba msamaha, lakini pia tumsihi Mungu atuonyeshe, tuondoe uonevu na mabaya mengine yote yanayoweza kukaribisha ibilisi kwenye taifa letu. Tuwe na upendo kama hapa jinsi ilivyo kisima cha upendo, nchi yetu watakatifu wa Bwana, na amani. Upendo na amani zinafanya nini? Zinaendana. Amani bila upendo hamna amani. Watu wanapoingia kuchukiana ndiyo inayoleta kutoweka kwa amani. Amani inakosekana kwanza kiroho, kisha inakuja kimwili. Kabla haijaja kimwili, kiroho. Corona kabla hajapiga watu kimwili, kapiga watu kiroho. Ndio maana wacha nikwambie, kabla hujaumwa ugonjwa wote kimwili, unaumwa kiroho. Unaanza kuhisi, na hisi malaria. Nani ameshahisi malaria hata siku moja? Ukihisi malaria ukashindwa kuiombea, ukashindwa kuifanyia kazi, inakuja kudhirika kimwili. Utaanza kusikia dalili mwili, hizi dalili nasikia kama ya corona. Sema corona ni kweli, unajaribu kupiga hodi lakini nimekataa kukufungulia mlango. Nafunga mlango, corona una mamlaka. Unakataa wakati wa kuhisi, inaondoka. Ukiacha lazima ikusumbue. Inaongelewa kwanza. Oh, corona ipo, corona imejaa. Hii wanapanda kwa ulimwengu wa kiroho. Tusipoitengua kwa maombi, inakuja kudhirika. Tuongee ukweli, hali si mbaya. Wewe jirani yako pale, nani watu wamekufa ngapi? Kuna watu wamekufa leo, wajua wengi pale. Mimi sijaona. So maneno haya sisi wanasema bure. Wanapanda mabaya kwenye ulimwengu wa kiroho ili ije dhirike. Sema tunafunga na kuyatengua maneno ya mabaya yanayosemwa kinyume na viongozi wetu na taifa letu. Tunafunga kwa jina la Yesu. Hayatadhirika kimwili kwa jina la Yesu. Mtu mwenye aseme amen. Lazima ukisikia mzungu ama mtu kutoka nje ya nchi anaongea kinyume na nchi, tengua. Waswahili sema alisemalo kama alipo, umeona halipo. Lakini tunafunga kwa jina la Yesu maneno ya kishetani ya kupandikiza mabaya kwenye taifa letu kwa jina la Yesu. Tunafunga ila zote za ulimwengu wa kiroho na kawaida kwa jina la Yesu. Amen. Wana wa Israeli wakakosa kuingia Kanaani, wale wenye miaka 20 na kuendelea, na wale wenye chini walipata kuingia baada ya miaka 40. Nini? Hata wale ambao walikuwa hawana kosa walicheleweshwa. Ilibidi ile miaka 40 iwe ni afagia. Mungu afagie kwanza, waondoe wale wote kwenye miaka 40, ndipo sasa waingie. Mungu aliwachelewesha wale waliotakiwa kuingia mapema kwa sababu ya wale wengine. Wewe naye tenda dhambi
wanayeshabikia na kuongea mambo, yani kukuza virusi vya corona, wasitucheleweshe kwenye kufikia hatima njema ya kuwa bila corona kwa jina la Yesu. Sasa nikuonyeshe mambo machache kabla sijaomba. Hebu fungua usome kwenye Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati wa pili. Soma sura 13. Anza mstari wa kwanza. Hebu tuanzie tu juu, tusianzie huko chini. Turuki chini, twende chini kabisa. Anza tu mstari wa kwanza, alafu soma haraka. Taifa la Israeli tayari ilishaingia katika nchi ya ahadi, na taifa hilo likatawaliwa na wafalme watatu waliotawala taifa hilo likiwa limeunganika. Wafalme hao walitawala kila mmoja miaka 40. Maana yake mfalme Sauli alitawala miaka 40 na akafa. Daudi akatawala miaka 40 na Suleimani naye akatawala miaka 40. Baada ya hapo akaja akatawala Rehoboam, na baada ya Rehoboam akaja akatawala miaka 3 Abiya. Huyu Abiya baada ya baba yake kutenda mabaya, Rehoboam naye akaanza kutenda mabaya. Lakini katika utendaji wa mabaya ikatokea vita kati ya Israeli na taifa la Yuda. Hapa ndipo nataka nikuonyesha kuwa makwani walinyamaza kimya, Walawi walinyamaza kimya, lakini yule mtawala mwovu Abiya, ambao tabia zake zilikuwa mbaya, zilikuwa kama za baba yake, bila shaka alipofika katika uwanja wa vita akamkumbuka Mungu. Tumefika katika wakati ambao tumemkumbuka Mungu. Mungu hawezi kutuacha. Mungu hawezi kunyamaza kimya. Mungu hawezi kutuacha tuangamie. Mungu anakwenda kutukumbuka kwa jina la Yesu. Mungu anakwenda kutuokoa kwa jina la Yesu. Mungu akuokoe kwa jina la Yesu. Hebu soma basi kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 13 kuanzia mstari wa kwanza. Bila shaka katika mwaka wa 14 wa mfalme Yeroboamu akaanza kutawala Abiya, akatawala juu ya Yuda miaka mitatu akatawala huko Yerusalemu, na jina la mamaye aliitwa Maaka binti Urieli wa Gibea. Kulikuwa na vita kati ya Abiya na Yeroboamu. Abiya akapanga vita kwenye jeshi la watu hodari wa vita, watu wateule 400,000. Na Yeroboamu akapanga vita juu yake mwenye watu wateule 800,000. Walikuwa waume mashujaa. Basi Abiya akasimama juu ya kilima cha Semalaimu kilichopo mlimani kwa Efraimu, akasema, nisikilizeni enyi Yeroboamu na Israeli wote. Je, huyo ni ule Abiya ambao matendo yake yalikuwa mabaya, lakini si mtu aliyekuwa anamkumbuka Mungu, lakini katika uwanja wa vita anamkumbuka Mungu. Sikia maneno hayo anayesema huyu mfalme Abiya, ili uone ya kuwa maneno anayesema kiongozi ya watu inaweza ikaleta ukombozi, inaenda kuleta mabaya, lakini maneno haya yakiunganika na Mungu yanaleta matokeo mazuri, yanamleta Mungu katikati ya watu wake. Nisikilizeni enyi Yeroboamu na Israeli wote. Je, haikuwapasa kujua ya kwamba Bwana Mungu wa Israeli alimpa Daudi mfalme juu ya Israeli milele, yeye na wanawe kwa agano la chumvi? Lakini Yeroboamu mwana wa Nebati, mtumwa wa Sulemani mwana wa Daudi, akainuka akamfanyia fitina bwana wake, wakamkusanyikia wana mabaradhuli wasiofaa kitu, waliojitia nguvu juu ya Rehoboamu mwana wa Sulemani. Rehoboamu alipokuwa kijana na wa moyo mololo, alisema asiweze kuwazuia. Hata sasa mwazania ya kuwa mtauzuia ufalme wa Bwana mikononi mwa mwana wa Daudi. Nanyi mmekuwa jamii kubwa
na kwenu mna ndama wa dhahabu aliyowafanya Yeroboamu kwa miungu. Je, hamkuwafukuza makuhani wa Bwana, wana wa Haruni na Walawi, mkajifanyia makuhani kama wafanyavyo watu wa nchi nyingine? Hata yeyote ajaye kujifanya wakfu na ndama na kondoo waume 7 aweza kuwa kuhani Watakatifu Bwana anaongea Abiya, anawaambia ndugu zao wa Israeli ya mataifa la kaskazini ya kuwa walifanya kama mataifa mengine. Kuna hatari kubwa sana taifa inapoanza sasa kufanya kama taifa lingine. Sisi kuanza kufanya kama mataifa mengine wanapofanya kuhusu virusi vya corona ni hatari kwetu. Umeona taifa la kaskazini ama Israeli wakafanya kama mataifa mengine, wakafukizia miungu mingine uvumba na na manemane, wakifukiza kwa ajili ya kuabudu miungu mingine. Lakini wao walitakiwa waabudu Mungu wa kweli, wakawafukuza wale makwani. Umeona tumefukuzwaje sisi makwani wanayetakiwa kuhubiri injili katika mataifa yoyote? Wanapoweka chanjo ya kuwa usipochanjwa huwezi kupanda ndege ama kwenda kuingia kule na kuhubiri injili. Maana yake wao ni kama taifa la kaskazini ama taifa la Israeli waliofukuza makwani, waliofukuza wale Walawi. Ndio yale, lakini mtazamo unakuwa tofauti. Abiya anawakumbusha, nasema hivi, tusifanye kama Marekani wanavyofanya, maana sisi si Marekani. Tusifanye kama Waingereza wanavyofanya, tufanye kama tunapoongozwa kuelekezwa kwa Mungu, tufanye kama Mungu anavyotaka. Ndio maana huu ni wakati wa kumtegemea Mungu. Hebu endelea tuone ya kuwa je, Mungu alisikiliza maneno haya au kuyasikia? Aweza kuwa kuhani wa hiyo isiyo miungu? Lakini sisi Bwana ndiyo Mungu wetu, wala sisi hatukumwacha. Tena tunao makuhani wanaomtumikia Bwana, wana wa Haruni na Walawi, na kazi hiyo nao humtolea Bwana kila asubuhi na kila jioni sadaka ya kuteketeza na fukizo la manukato, mikate ya onyesho. Nayo mikate ya onyesho pia huiweka kwa taratibu yake juu ya meza takatifu, na kinara cha dhahabu chenye taa zake huwaka kila jioni, kwa maana sisi twayalinda malinzi ya Bwana Mungu wetu. Sisi tunamtumainia Bwana. Watu wanaohangaika na barakoa na vitu vingine na lockdown, sisi tunatumainia Mungu wa kweli, kama tulivyomtumainia kuanzia mwaka jana tukapata matokeo mazuri. Abiya anakumbusha ndugu zao ya kuwa wao wanashika wanalinda sheria za Bwana, wao wanaabudu Bwana. Sisi tunamtegemea Mungu, wao wanategemea chanjo, wao wanategemea wanategemea barakoa, wanategemea watu kukaa mbali, wanategemea lockdown. Lakini sisi hatuenendi kama wanavyonenda. Sisi tunamtegemea Mungu. Sema mimi na taifa langu tunamtegemea Mungu. Atuokoe na virusi vya corona, atuondolee virusi vya corona, aokoe taifa letu na janga la corona katika jina la Yesu. Tumoja sema amen. Endelea. Bali ninyi mmemwacha, na tazama Mungu yu pamoja nasi, atatutangulia atutangulie na makuhani pamoja nasi, watutangulie na makuhani wake mbele wenye panda, ili wapige sauti ya kukutusha juu yenu. Enyi wana wa Israeli, msipigane na Bwana Mungu wenu, Bwana Mungu wa baba zenu, kwani hamtafanikiwa. Lakini Yeroboamu aliwazungushia waviziao kwa nyuma, basi wao wakawa mbele ya Yuda na wale wenye waviziao nyuma yao,
Na Yuda walipotazama nyuma, angalia, vita vikawa mbele na nyuma. Wakamlilia Bwana, na makuhani wakapiga mapanda. Ndipo wakampigia kelele watu wa Yuda. Ikawa watu wa Yuda walipopiga kelele, Mungu akampiga Yeroboamu na Israeli wote mbele ya Abiya na Yuda. Nani aliyempiga Yeroboamu na watu wake? Mungu aliwapiga taifa la kaskazini mbele ya Abiya na Yuda. Wanaona ya kuwa watakatifu wa Bwana wakati wamezungukwa pande zote na vita, wakapiga kelele, wakamlilia Mungu. Makwani wakapiga panda. Umeona sasa hivi makwani wa Mungu, watu waliookoka pamoja na wachungaji, wanahitaji kumlilia Mungu. Tunapomlilia Mungu na viongozi wetu kwa umoja, tumeungana, viongozi wa serikali na wa dini na watu wote, madhehebu zote. Kumbuka ni sawasawa na Wayuda walipozingirwa. Tumezungukwa sasa hivi pande zote na tishio ya virusi vya corona, lakini tunapopasa sauti zetu kwa ajili ya Mungu, kama Mungu alivyompiga Yeroboamu na Waisraeli mbele ya Abiya na Wayuda, ndivyo Bwana anapokwenda kupiga virusi vya corona na vitisho vyake mbele ya viongozi wetu na Watanzania wote kwa jina la Yesu. Mungu aisambaratishe virusi vya corona mbele yetu, wala pasiwepo na nguvu ya virusi vya corona tena katika taifa letu kwa jina la Yesu. Anayeamini apunge mkono aseme haleluya. Haleluya. Sema haleluya. Haleluya. Hebu twende. Imekula kwake. Wana wa Israeli wakakimbia mbele ya Yuda, naye Mungu akaua mikononi mwao. Bila shaka virusi vya corona na vitisho vyake ikimbie mbele ya Tanzania kwa jina la Yesu. Ikimbie mbele yako kwa jina la Yesu. Ikimbie mbele ya viongozi kwa jina la Yesu. Virusi vya corona itoweke katika taifa letu kwa jina la Yesu. Amen. Abiya na watu wake wakampigia mapigo makuu. Abiya na watu wake wakawapiga mapigo makuu, hata wakaanguka, wameuawa Israeli 105,000 watu wateule. Ndipo Wayuda walikuwa na wanajeshi 400 tu, lakini taifa la Israeli walikuwa na wanajeshi watu 800,000, watu 800 ambayo walipelekwa vitani. Ina maana walikuwa mara mbili, yani Yuda ilikuwa ni mara mbili ya taifa la Israeli. Wingi wa vitisho na maneno mengi, bila shaka haiwezi kashinda Mungu. Haiwezi kumshinda Mungu. Ndio maana kila alitiwa jina la Bwana atafanya nini? Tulimaitia jina la Bwana, na wananchi wenzetu na viongozi wetu lazima tuokolewe kwa jina la Yesu. Umeona sasa? Nimetaka nikuonyeshe nini? Abiya hakuwa mwema mbele za Mungu. Abiya hakuwa mwema mbele za Mungu. Lakini Mungu, Abiya alipoomba mbele za Mungu, wana wa Yuda wote na makuhani wao wakamtumainia Mungu. Wakati wamezungirwa na vita, Mungu aliingilia kati na kushinda maadui zao. Mungu ashinde adui wa Tanzania kwa jina la Yesu. Mungu ashinde adui wa Tanzania kwa jina la Yesu. Mungu ashinde corona na viashiria vyake kwa jina la Yesu. Huyo ni mfalme mmoja ama wa kwanza aliyetenda kupitia kumkumbuka Mungu wakati wa hatari. Hebu tusome tena kipengele kifupi tu kuhusu mfalme mwingine. Mfalme Yosefati. Mfalme Yosefati ni mfalme aliyetenda mema sana. Tunamjua Yosefati jinsi alivyotenda mema. Yosefati alikuwa ni mfalme wa ngapi? Alikuwa ni mfalme wa 5. Yosefati bila shaka mwana wa Asha alikuwa ni mfalme wa 5 wa Yuda, na Yosefati akatembea na Mungu. Ingawa Yosefati hakuwa mema, Yosefati akaenda akafanya mapatano na nani? Na Ahabu katika taifa la Israeli ama kaskazini. Yosefati akachukua binti yake nani? Binti yake Ahabu anayejulikana kama Athalia, akampa mwanae nani? Yehoram ili amuoe. Nini? Athalia akaleta ubali wa mama yake Yezebeli katika nchi ya Yuda. Athalia akaua wajukuu wake wote, na hatimaye Athalia
akachukua kuwa ni kiongozi wa taifa la Yuda, na kuambia kuwa Yehoshafati hakufanya vizuri. Akaja akafanya mapatano tena na Ahazi, akaja akafanya mapatano tena na Yoramu, lakini sikia maombi anayeomba Yehoshafati wakati maadui wamekusanyika, wengi wanataka kupiga taifa la Yuda. Maombi yetu na sala zetu inakwenda kutuokoa na virusi vya korona kwa jina la Yesu. Inakwenda kutupa ushindi kwa jina la Yesu. Hebu soma sura ya 20. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 20. Anza mstari wa kwanza, soma kwa kurukaruka ili tuende haraka. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 20. Ikawa baadaye wana wa Moabu na wana wa Amoni na pamoja na baadhi ya Wameuni wakaja juu ya Yehoshafati. Vitani, wakaja watu waliomwambia Yehoshafati wakisema, wamekuja jamii kubwa juu yako watokao Shamu toka ng'ambo ya bahari, na tazama wako katika Hasasoni Tamani, ndiyo Engedi. Yehoshafati akaogopa, akaelekeza uso wake amtafute Bwana, akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Pigie kwanza Bwana makofi makubwa. Akatangaza mbiu katika Yuda yote, watu wafunge. Makofi mengine kwa ajili ya Bwana. Akaogopa, akaelekeza uso wake kwa Bwana, akapiga mbiu, akatangaza watu wafunge. Ni kama sasa hivi imepigwa mbiu na kiongozi wetu ili tufunge, ili tuelekeze uso wetu kwa Mungu ambao ni muumbaji wetu. Nasema ya kuwa korona kuanzia leo hutasikia tena korona akiwa na nguvu tena kwa jina la Yesu. Hutaweza kusikia vitisho tena vya korona kwa jina la Yesu. Mimi kama Mungu alivyosimama na kumpigania Abia pamoja na Yehoshafati, ndivyo Bwana anakwenda kusimama na kututetea sisi na viongozi wetu kwa jina la Yesu. Amen. Yuda wakakusanyika pamoja ili wamtafute Bwana, hata wakatoka miji yote ya Yuda wakaja kumtafuta Bwana. Yehoshafati akasimama kati ya kusanyiko la Yuda na Yerusalemu nyumbani mwa Bwana mbele za ua mpya, akasema, Bwana Mungu wa baba zetu, si wewe uliye Mungu mbinguni? Tena si wewe utawalaye falme zote na mataifa? Na mkononi mwako mna uweza na nguvu, asiweze mtu yeyote kusimama kinyume chako. Si wewe Bwana Mungu wetu uliyewafukuza wenyeji wa nchi hii mbele ya watu wako Israeli, ukawapa wazao wa Ibrahimu rafiki yako hata milele? Nao walikaa humo, wakamjengea patakatifu pa jina lako humo, wakisema, yakitujia mabaya, upanga, hukumu au tauni au njaa, tutasimama mbele ya nyumba hii na mbele zako, maana jina lako limo katika nyumba hii. Umeona, jina la Bwana iko katika maeneo tunayekaa tukifanya ibada. Naona ya kuwa si tu mambo mengine, lakini tauni, njaa, vita, kila kitu. Mungu alisema ya kuwa bila shaka wakimtumainia, wakielekeza nyuso zao katika ile nyumba yake, bila shaka angewaokoa. Tumeelekeza akili zetu na mawazo yetu kwa Mungu mahali patakatifu. Watakatifu wa Bwana hutakufa kwa jina la Yesu. Amen. Watanzania wenzetu hawatakufa kwa jina la Yesu. Taifa letu itakuwa salama kuliko mwaka jana kwa jina la Yesu. Taifa letu italindwa na Mungu kwa jina la Yesu. Dunia itastajabika na kushangaa kwa jina la Yesu. Amen. Hebu shuka chini kidogo uone kilichotokea. Na kukulia katika shida yetu, nawe utasimama na kutuokoa. Na sasa tazama, wana wa Amoni, wa Moabu na wana wa mlima Seiri
ambao hawakuacha Waisraeli waingie katika nchi yao walipotoka nchi ya Misri, lakini wakawageukia mbali wasiwaharibu. Tazama jinsi wanavyokulipa wakija kututupa kutoka miliki yako. Mungu wetu, je, hutawahukumu? Maana sisi hatuna uwezo juu ya jamii kubwa hii wanaotujia juu yetu, wala hatujui tufanyeje. Lakini macho yetu yatazama kwako. Wakasimama Yuda wote mbele ya Bwana, pamoja na wadogo wao na wake zao na watoto wao. Ndipo Yahazeli mwana wa Zekaria mwana wa Benaya mwana wa Yeeleli mwana wa Matania Mlawi na wana wa Asafu wakajiliwa na Roho wa Bwana mtakatifu ya kusanyiko, akasema, sikieni Yuda wote, nanyi mkao Yerusalemu, wewe mfalme Yehoshafati, Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu bali ni ya Mungu. Sema, vita si vya kwangu bali vya Bwana. Nitamwona Bwana katika kipindi hichi kigumu cha vitisho vya virusi vya korona. Bwana atusaidie katika jina la Yesu. Sawa, watakatifu wa Bwana, kwa ajili ya muda, wakati utasoma peke yako, utakwenda utaona jinsi Mungu wala hawakupigana vita. Walitoka wakaenda, lakini wakajipanga na wale waimbaji walipanga mbele na vyombo wakimwimbia Bwana, na Bwana akapigana vita. Umeona ya kuwa aliyetoa kauli ya kufunga na kuomba alikuwa ni mfalme nani? Yehoshafati. Lakini yule aliyekuja kutoa unabii ya kuwa wasiogope alikuwa katika wale ambao walikuwa ni wakilawi. Nini? Ndiyo kiongozi ametoa ya kuwa tufunge, lakini neno linatoka kwenye vinywa vya wachungaji na maaskofu na wanayefundisha neno siku ya leo ama jana ama juzi, bila shaka imebeba uponyaji. Umeona, neno iliyetoka kwenye kinywa cha yule aliyetabiri ndiyo iliyebeba uponyaji. Neno inayetoka kwenye wanayeomba sasa hivi ndiyo inayebeba uponyaji, ndiyo inayebeba wokovu. Sasa hebu tuone kipengele kifupi tena. Bila shaka kiongozi akafanya kazi na wahusika wa dini. Hebu tuende kwenye sura ya 32. Sura ya 32. Hapa ni uvamizi wa Senakeribu akavamia Yuda wakati wa mfalme Hezekia. Nitasoma kipengele kifupi tu, anzia mstari wa 20. Mambo ya Nyakati sura ya 32 kuanzia mstari wa 20. Na kwa ajili ya hayo Hezekia mfalme na Isaya nabii mwana wa Amozi wakaomba wakalia hata mbinguni, naye Bwana akatuma malaika aliyokatilia mbali mashujaa wote na majemedari na makida matuoni mwa mfalme wa Ashuru. Basi akarudi nchi yake mwenyewe na haya ya uso. Naye alipoingia nyumbani mwake, wale waliotoka viunoni mwake mwenyewe wakamwangamiza humo kwa upanga. Ndipo Bwana akamwokoa Hezekia na wenyeji wa Yerusalemu. Umeona, watakatifu wa Bwana, hali ilikuwa tete na hatari kwa Hezekia na Yuda na mji mkuu wake wa Yerusalemu. Lakini nabii Isaya alikuwepo.
Lakini pata picha, aliyechukua waraka na kupeleka kwa Isaya na kupeleka hoja alikuwa ni mfalme. Kama sasa hivi mkuu wa nchi ametoa tamko, lakini umeona sasa Hezekia pamoja na Isaya waliomba, walilia mpaka sauti zao zikafika mbinguni. Katika maombi rais anaomba, na sisi watumishi wa Mungu na wananchi tunaomba kwa pamoja, sauti zetu zimfikie Mungu mbinguni kwa jina la Yesu. Mungu ashuke na kutuokoa, ama tume malaika kama alivyotuma malaika na hakika yake kwenye kambi la Waashuru, watu zaidi ya 100,000 wapiganaji wa Ashuru wakaangamizwa katika usiku mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Watakatifu wa Bwana, mimi nataka niombe. Kabla sijaomba, maneno haya ni uzima na ukweli. Inawezekana wewe ni mzima, lakini wale ndugu zetu, je, wale viongozi wetu ambayo adui shetani anataka kuona kama wanakufa ili jina la Bwana liaibike? Maana sisi hatuwezi kuaibika. Tulimtumainia Mungu, tuliinua jina la Bwana, na tena tunainua jina la Bwana. Sauti hizi zinapopasa kufikia Mungu kule mbinguni, bila shaka atume malaika wake na wafanye usafi katika taifa letu. Virusi vya corona viondolewe kwa jina la Yesu. Virusi vya corona viondolewe kwa jina la Yesu. Kabla sijaomba, nani mwenye swali? Nataka niombe kabla sijaomba. Nani mwenye swali? Anybody with any question before I pray? Before I call upon the name of the Lord, if you have any inquiry, any question, anything to share with us before I pray, chochote cha kutushirikisha kabla sijaomba, nataka niombe ili tufunge chapter hii. Tukitoka hapa twende tule vyakula vyetu na kushiba, tulale na kupata usingizi mzuri, tunywe maji na kiu kukata, pasipo kufa mtu kwetu kwa jina la Yesu, pasipo kuangamia kwa jina la Yesu. Na mwenye neno nataka niombe. Nani anasema mchungaji, mimi tayari Bwana ameshaniponya, tayari ameponya taifa la Tanzania, tayari ameponya na viongozi wetu, tayari ametuponya, ametuonea huruma. Bwana sema haleluya. Naomba inuke juu ili niombe. Nihitimishe, maana kama ni maombi tumeshafukuza. Mimi naomba inuka chini kwa mheshimu Mungu, niombe. Ninaomba Baba, katika jina kuu lipitao majina yote la Yesu Kristo, watakatifu wako Baba wamekupata vizuri, wamepasa sauti zao Baba, sauti yao imekufikia kule mbinguni. Sio tu wanagizo kuu, bali wa Kristo wote wanaesali siku ya kwanza ya juma Baba, ya Jumapili, wamelia Baba, wametoa machozi Bwana kwa ajili yako Baba, upate kuwaokoa Baba. Okoa taifa letu Jehova, tuokoe na janga hili Bwana, jina lako litiaibike Jehova, maana wanasema mengi sana mataifa mengine wangependa kuona Baba jina lako Baba haitukuzwi, wangependa kuona injili yako haipati kupelekwa kwenye mataifa yao Baba, ila za adui shetani ya kutokutaka injili kuhubiriwa katika mataifa yote Baba wa rehema, naifunga kwa jina la Yesu, na ng'oa mapando yote ya adui shetani aliyepanda kutoka kuzimu, magonjwa yaliyotengenezwa, virusi vya corona iliyounganika na kuchukua Baba wa rehema dalili za magonjwa mengine yote. Ukitibu gonjwa moja na dalili yake inakuwepo na ya pili, na Baba, kama walivyolitia jina lako wana wa Israeli na viongozi wao, na Bwana ukapata kushuka na kuleta ushindi, shuka tena mara ya pili Bwana, maana tumekusihi kama kuna dhambi kati yetu, uiondoe hiyo dhambi Baba. Dhambi kati ya viongozi wetu wa kiserikali na ya kidini uiondoe Bwana. Uondoe dhambi katikati ya Baba wananchi, ondoa dhambi katika nchi ya Tanzania, Afrika chote na dunia yote. Na Baba, nyosha mkono wako Bwana na utulize Baba wa rehema upepo huo, itulize Baba dhurba hiyo, kama Kristo alipoamshwa na wanafunzi wake pale alipokuwa analala chini ya sitri, ya kuwa haujali Bwana, maana tunaangamia. Naye alipoamka akakuta maji yamejaa merikebu,
naye akakemea upepo na bahari, na ikanyamaza kimya, na kugeukia wanafunzi wake na kuambia, kwa nanyi hamna imani? Wanafunzi wake wakastaajabika, wakisema ya kuwa ni nani huyu ambaye upepo na bahari zinamtii? Upepo wa korona na bahari ya magonjwa mengine na mabaya itii sauti ya Bwana, imtii Bwana tunayelitia jina lake, na iwe shwari kuu katika mikoa yote, wilaya zote, kata na tarafa zote, vijiji vyote, makabila zote, mipaka yetu yote iwe salama kwa jina la Yesu. Na Baba, tunatukuza jina lako Bwana kwa mwanzo mpya. Wote Baba wa rehema wenye virusi vya korona, ninatangaza uponyaji kwao, ninatangaza uponyaji kwao, maana kwa kupigwa kwake Bwana Yesu sisi tulipata kuponywa. Wote wapone Baba wa rehema, na haribu nguvu ya virusi vya korona ndani ya hewa, ndani ya Baba miili ya watu. Na Baba, nafunga mauti na kuzimu, nafunga vifo vya raia, nafunga vifo vya viongozi, maana lolote ninalofunga hapa duniani na juu mbinguni imefungwa. Natukuza jina lako Bwana kwa ajili ya mwanzo mpya. Tule vyakula vyetu na kushiba, tunywe maji na kiu kukata, tulale na kupata usingizi mzuri, tuhubiri injili yako na ipate kupenya na kwenda katika mataifa yote. Tunafunga ibilisi na wakala wake wanayetaka injili sihubiriwe katika mataifa yote. Tunafunga ila za chanjo kwa jina la Yesu. Funga ila za Baba wa rehema kutokutembea bila chanjo. Jina lako litukuzwe, mapenzi yako yatimie Bwana, maana wewe ni mtakatifu, mtakatifu, katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Hebu weka mikono yako pamoja kwa ajili ya Bwana. Sema asante Bwana kwa ajili ya kutuponya na kutuokoa na magonjwa yote. Taifa letu itakuwa salama, taifa letu itakuwa salama, itakuwa mzima, vifo vitaondoka, nasi tutamtukuza Bwana. Tuwe ni ushuhuda mkamilifu kwa ajili ya mataifa mengine, katika jina la Yesu. Mtu mmoja aseme amen. Makofi mengine makubwa kwa ajili ya Bwana. Vigelegele kwa ajili ya Bwana. Vaa ujasiri kuanzia leo, usiogope tena, mtakatifu wa Bwana. Usiogope kuanzia leo, bali uwe jasiri, maana wenye haki wa Bwana ni majasiri kama nini? Kama simba. Wasiokuwa wa haki hufanya nini? Hukimbia hata pasipo kukimbizwa. Kama ulikuwa na dalili ya virusi vya korona, Mungu amekuponya kwa jina la Yesu. Mungu ameponya na ndugu zetu wote kwa jina la Yesu. Mungu ameponya taifa letu kwa jina la Yesu. Mungu ameponya Watanzania wote kwa jina la Yesu. Mungu ameponya makabila zote kwa jina la Yesu. Mungu ameponya viongozi wetu kuanzia ngazi ya juu mpaka chini kwa jina la Yesu. Sema amen. Amen. Lazima idhibitike kwa kusema, lazima tutangaze. Haleluya. Mimi nimepata amani, wewe je? Umepata amani? Hujapata amani? Sema nitaishi, taifa langu litaishi. Tutakuwa ni ushuhuda maradufu kuliko tulivyokuwa mwaka jana, katika jina la Yesu. Mtu mmoja sema amen. Basi tunafikia mwisho.